mwaka tusije tukamsahau. Na tina ete na nyoso kusala na kati na mbula mobimba tuko kakubosa na yete. Unajua akili za mwanadamu ndizo zinaweza kumdanganya. Oebi mayele ya mutunde kosa kapeye. Na ikamwambia yote ulio nayo nimekupatia. Mayele na yo ikokiwa hivi sauti nyoso zana ngonga mtu na pesa kio. Akakwambia faranga ulio nayo ni mimi nimekupatia. Ikokiko hivi sauti mbongo zana ngonga mtu na pesa kio. Akili zako zinaweza zikakudanganya, hata watoto ulio nao mimi nimekupatia. Okokiko beko kosa manama yele na uke bana ugoti izakana makoki na yo Mungu. Uwezo ya mawazo ya mtu, mawazo ina uwezo ya kukufikisha kiwango ya kusali ni wewe unafanya na ukamsahau Mungu. Makanisi nawe kurogota kati na yo mbuma oizo ya bisoke yo moko ne uzosala. Ndio maana ninapomaliza kazi Mungu aliyonitumia hapa Kisangani, na kokende kusuki samusala nzambe apesa kibiso kosala awa na Kisangani, na waachia kumbukumbu moja. Na zote kila bino souvenir moko katika yote Mungu atakayoyafanya. Na kati na nyoso nzambe asili kosala pe oyo akosala, usije ukamsahau Mungu. Oko musika tena kubosa na nzambe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukasahau Josue. Oko kiko bosa na musali Josue. Lakini usije ukasahau Mungu aliyekupatia neema. Kasi kosala erreur ya kubosa na nzambe te mtu apesa kio Mungu. Unaweza ukasahau wazazi wako. Oko kiko bosa na peba boti na yo. Unaweza ukasahau ndugu zako. Oko kiko bosa na bandiko na yo. Unaweza ukasahau majirani wako. Oko kipeko bosa na bazala na yo. Bali usije ukamsahau Mungu. Kasi koya kubosa na nzambe mukeli na yo. Sababu pana hatari kubwa katika maisha ya mtu anayemsahau Mungu. Pamba te zali na mbeba zali pendana makambo makasi oyo kukusa usoki ubosa ni nzambe. Najua nimewaombea mema katika mwaka. Na siliko bonela bolamu pona bino. Najua nimetabiri mema juu yenu. Na siliko sakola malamu pona bino. Pia nimewatolea maonyo. Pe na siliko pesa bino petoli. Lakini msije mkamsahau Mungu. Kasi kubosa na nzambe te. Kitokea Mungu amejibu maombi yako. Eko koma nzambe apesi alona mituna na yo, usikumbuke Josue, ukumbuke Mungu. Kukanisa musali Josue te kasi kanisa ne nzambe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie lango la Esther. Tuzali kutanga na Esther. Tunaangalia maandiko ndani ya kitabu ya Esther. Tuzali kutanga Biblia na kati na buku na Esther. Kuna kitu moja natafuta kufunua hapo. Tuzali na likambo moko tuzali kukondola wana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie Esther. Esther tunasoma sura lake la pili. Esther mukapona ngoya mibale. Halafu tuanje versi yake ya 5. Tokokende nanzela ngoya mke ya mitano. Esther chapitre 2 verset 5. Halafu tutashuka na yale maandiko tukokita na makumi wana. Na baada ya kusoma haya maandiko na sima ya kutanga mpaka 18 kino zomi na mwambe, tutaenda katika sura la kwanza, la 3, la 4, la 5, la 7 na lile la 8. Tukende na kupumbwa na ba verset oyo toti kutanga wana, ili tuweze kuelewa somo hii ambayo Mungu ametupa. Poto kukakososola malamu oyo nzambe alingi ko exception na mkono lelo. Kama baba mchungaji amepata, mtamupa microphone. Soki papa pasteur azui. Esther chapitre 2, le verset 5 jusqu'à 18. Kitabu kia Esther sura 2 shairi la 5 hadi 18. Verset 5 inasema hivi. Amen. Basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani Gomeni, jina lake Mordekai bin Yair ya Benyamina, ambaye kwa nyumba amechukuliwa mateka toka Yerusalema, miongoni mwa wafungwa waliochukua pamoja na Yekonia ufalme wa Yuda, ambaye Nebukadnezra ufalme wa Babeli alimchukua, naye alimlea
Hadasa, yaani Esta, binti wa mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa wa umbo mzuri na uso mwema. Nao walipokufa baba yake na mama yake, yule Mordekai alimtwaa kuwa binti yake yeye. Basi ikawa wakati aliposikiwa amri ya mfalme na biu yake, wasichana wengi wakakusanyika huko Shushani ngomeni mikononi mwa Hagai. Esta naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hagai mwenye kuwalinda wanawake. Yule mwali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho zake na vijakazi 7 walio haki yake wa nyumba mwa mfalme. Pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya mwanamke. Lakini Esta hakudhihirisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyowaagiza Mordekai asiwadhihirishe. Na yule Mordekai akawa akitembea kila usiku mbele ya hua wa nyumba ya wanawake, ili ajue hali yake Esta na hayo yatakayompata. Basi ilipowaida zamu yake, mwanamwali mmojawapo aingie kwa mfalme, Asuero hali akiisha kufanyiwa sawasawa na sheria ya wanawake miezi 12, yaani ndivyo zilivyotimia siku zao za utakaso, miezi 6 kwa mafuta ya manemane na miezi 6 kwa mfuko na vifaa vya utakaso ya wanawake. Mwanamwali huingia huvyo kwa mfalme, kila akitakacho hupewa kwenda nacho kutoka katika nyumba ya wanawake ili kuingia katika nyumba ya mfalme. Huenda jioni na asubuhi hurudi nyumba ya pili ya wanawake mikononi mwa washangazi msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda masuria, wala haingii tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme, naye akaitwa kwa jina. Hapo ilipo waida zamu ya Esta binti Abihaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme. Yeye hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa na Hagai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyu Esta alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomwona. Basi Esta alipelekwa kwa mfalme Asuero katika nyumba ya kifalme. Mwezi wa 10 ndio mwezi wa Tebeti, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vasti. Ndipo mfalme alipowafanyia karamu kubwa
makida wake wote na watumishi wake, yaani karamu ya Esta, akafanya msamaha katika majimbo yote, akatoa zawadi sawasawa na ukarimu wa ufalme. Amen. Mchungaji amesema amina. Amen. Niliwaambia wanaposema amina mnajibu amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua tumesoma hizo habari tangu miaka. Maybe tumeseni kutanga isika ho tutangi mikodo bele. Lakini tena Mungu ametupatia maandiko haya. Kasi nzambe apesi biso suma komi oyo Sababu kuna malengo na makusudi. Po azalina oyo azozela pona biso. Kuna kitu anataka ukisikia asubuhi ya leo. Azalina likambo azolinga oyo kana tongo. Kuna kitu anataka kufundisha asubuhi ya leo. Azalina iloko azolinga kopesa au na tongo na. Najua tangu miaka zimepita. Uta bambula elegaki tumezisikia habari za huyu binti. Toyoka sango ebele ya Esther. Tumezisikia habari za familia ya Mordekai. Toyoki pe basango ya Mardoche. Tumesikiliza namna gani mambo yalivyotembea. Tosili koyoka ndenge makambo bando tambola kana. Walimu wamejitaabisha kutufundisha. Ebele ya batei basili kotea biso kolanda na lakini tuna leo tunazama katika mafundisho yao. Kasi lelo tozali kozinda lisusu na matei oyo. Alafu acha tuanze somo yetu ya leo. Tika to banda matea na biso ya lelo. Somo yetu iko kama maombi. Matea na biso zalilo kola losambo. Somo hii inasema Mungu akupe kibali na neema mwaka huu. Elobi nzambe apesa yo nzela, apesa yo pe ngolu na kati na mbula oyo. Akupatie neema na kibali. Apesa yo ngolu pe nzela kondi mama. En français, grâce et faveur. Yango na neema na kibali. Narejea somo ya asubuhi ya leo inasema Mungu akupatie neema na ukubali. Matea na biso na tongo na lelo nzambe apesa yo ngolu ya watu wawili wanaokaa kwa kushoto kwa kuume. Mungu akupe neema na ukubali. Nzambe apesa ndani ya biashara yako, ndani ya kazi zako, ndani ya familia, Mungu akupe neema na ukubali. Wakati na mbongo naona wakati na nyosho zosala nzambe apesa yo grace na ngolu na chumbe Mungu ametupa asubuhi ya leo. Yango mukumba nzambe apesa biso na kuachilia neema na ukubali juu ya maisha ya wanawake. Bwete totike la ngolu na pe kondi mama. Ili tuweze kuwapatia mambo haya mawili katika mwaka huu. Boto pesa bino makambo mibale kati na mbula mobi. Sababu kuna mahali Mungu anawapeleka na anawangojea. Po ezali na isika nzambe azome mabino pe azozela bino. Alafu mambo haya tutayaelewa katika maisha ya binti Esther. Makambo wote kususulango na kati na bomo ya Moseka Esther. Lakini haiwezekani tumuelewe Esther pasipo kumjua fast. Kasi tokoki ko sosola Esther azana ni natoebi fast tezana. Ndio maana tunarudi katika sura ile ya kwanza. Yango nde tozongi na chapitre yango ya liboso. Hata kama hatutasoma lakini nitaeleza mambo yaliyopitika. Atako tokotanga te kasi na koloba oyo likana. Wa mfalme Asuero. Bible zoloba ezalaki na feti munene na kati na bokonzi ya Asuero. Fete ya aina ya kwanza iliyofanyika ilikuwa ya 180 jours. Fete ya liboso salemaki ezalaki ya 180 jours ya fete. Kuna maana kwa ajili ya shifre ile walioiweka ambayo tutaifunua leo. Motango wana batia wana izana tina nango. Biblia inasema wakasherekea karamu siku 180 feti oezo sala mikolo 180 ya feti. Acha niwaulize, nani amefanya karamu ya kufanya siku hizi? Nani atikala kusala feti ya lokola ba 180? Hamjawahi pitia feti ya hii aina. Otikala jamais kumona feti ya lolenga. Wale wakapewa neema ya kuwa na pesa wanaweza wakafanya feti za hizo aina. Batu watana hivi teso nani akosala feti ya lolenga wana. Kuna wale wakitangaziwa feti ya hiyo aina wanaweza hama nyumba zao. Ezana bao soki bazuika liyebi sikio kosala feti ya lolenga wana akobi mepa. Tafakari kidogo ikitangazwa ndani ya Kisangani. Mekana no kososala mkeso kiba pesi communiquer na feti ya lolenga wana Kisangani. Kwa feti ya 180 jours. Feti mogo sale ma 180 jours feti na feti. Foro yenye utafanya ni kuenda tu. Yo, okobongisa kali bumula okende. Utakula utakunywa kwa pesa za mfalme. Okende umelaulia na konti ya kwa. Hata niwaulize, nani atakuja kwenye semina hapa? Nada kuokoma lisusu hawa afiti za. Sinye wote mtaenda kufeti. Ngai na okende kana feti. Unaenda unakula unarudia, unakuya unakula unarudia. Okay. Hakuna kupumzika.
kolia peko mbele ya kofuta te ya ofele. Biblia inasema karamu hii ikafanyika na mfalme. Biblia zolo ba feti yo isalema kina mokonzi. Pamoja na watawala wote walioongoza pamoja naye. Na bao nyoso babando sala bango. Baada ya hiyo sherehe, sima feti wana akaipanga sherehe ya siku 7. Abongisa ki mokolo moko ya feti ya kwa nini siku 7? Pona nini mikolo sambo? Niliwaambia siku 7 signifie la perfection. Na ilisaki bino set ezali kokokisama. Alafu wakapanga siku fete ya siku 7 kwa malengo. Babongisa ki mokolo ya feti ya mikolo sambo ezalaki wao walizani wanaifanya katika ukawaida. Bango bakanisa kiti baosala koka mbesano. Lakini katika ulimwengu wa roho pana kitu kilikuwa kimeandaliwa. Kasi na kati na bomoi na kati na lolenge ya molimo ezalaki na Biblia inasema baada ya siku Biblia zolo basima mikolo Malkia Vasti Moseka oyo Vasti akafanya karamu. Mwasi Vasti asalaki akawaalika pia wanawake. Abenga kipe basi mususu. Alafu akafanya karamu, akasherekea karamu. Basala kipe ni pati na bango isika moko. Biblia inatueleza ikisema Biblia zetu ya kwamba baada ya kushiba, kula, kunywa vizuri, mfalme akajazwa. Simana kolia na komela mokonzi azwaki penana kutondi samana isema. Hakujazwa Roho Mtakatifu. Atonda kina molimo mosante. Akajazwa na furaha ya kileo. Atonda kina esengo na yeye atondi alangwe. Biblia inasema akawatuma wale wajumbe wa 7. Ekomisi te niveau atindi ba waende wamuite Vasti. Bakende kubenga Vasti. Ili aje amuoneshe watu. Mo aya kutali sabatu. Ili aje aoneshe urembo wake. Aya kutali sabatu bonzenga. Verse ya 11 katika sura la kwanza. Na verse 11 na Biblia inasema Vasti alikuwa mzuri kwa uso kwa kumtazama. Biblia zote taeke Vasti azalaki Biblia inashuhudia alikuwa mzuri kwa sura. Azalaki penda kitoko na ilongi. Hii ndiyo ilikuwa kalite yenye alikuwa nayo Vasti. Azalaki penda na bonzenga ya kukuta. Biblia inasema wakaenda wamuite ili amuoneshe taifa. Mokozi abengi mwasi na ya kotali sabatu lolenge azaki toko makasi. Swali moja linalokuja ndani ya kichwa. Mutu na moko yelinga na mutu. Acha tujiulize pamoja. Sika tomi tu na ilongo. Anamuonesha taifa. Taifa walikuwa wanajua malkia. Baeba kipe azo ya kotali sabango lutu. Taifa walikuwa wanajua Vasti. Batu baeba lokola bino yoso boebi Denise Nyakirwa. Tunajiuliza mfalme anafikiwa na nini akiwa na malengo haya? Nini ekomeli mokonzi po akoma na kotali samasi na yana batu. Hii ilikuwa njia ya Bwana anaipitia. Wanayeba itezalaki moko kati na banzelao walikati. Taifa wote walikuwa wanamjua Vasti. Batu baeba kivasti malamu. Wote walimjua ni mrembo. Bangonyo so baeba kiti azalaki walikuwa wamemuona kasaa. Bazalaki basili komona yeye. Aliuliza mfalme anakufa nini? Mokonzi nini ekomeliyo? Biblia inasema Biblia lobi walipoenda kumwambia Vasti, tango bageko yebisa Vasti akakataa kusikia. Aboyi atia lulendo. Akasema sitakwenda. Na ukende. Kende ko yebisa mokonzi na boyate. Ufunuo wa kwanza. Vasti alikataa. Emoni sela liboso zali Vasti ya boyaki. Sababu palikuwa pamewekwa sheria. Pamba te ezalaki na mobeko ezalaki si eseti ya maki. Mahali ambapo hata mke wa mfalme hawezi kumfikia. Ezalaki esika moko hata mwasi ya mokonzi alingaki ako kakokomela yake. Fika kwenye Esteri mtanielewa vizuri. Tango tukukoma Esteri ndebo bososola malamu. Palikuwa pamewekwa sheria. Ezalaki na moko mobeko ya kwamba katika muda kama na huu hata mke wa mfalme hawezi kumsogelea. Ete na elekolokola wana mwasi na alingaki ako bila kiwango ya kwanza ya ufunuo. Na esika na emoni sele aliboso esika alikuwa na sheria ya kukataa. Vasti azalaki na rezo ya koboya. Sababu angelienda angelikufa. Pamba tesoki akiendeke alingaki akufa pekee. Alikuwa ameshika maandiko na maagizo. Ayebaki mibeko pe mitindo. Ya kwamba kwa muda huu siruhusiwe kufika karibu na mfalme. Ete na ile kowana azali pendana ndigisa ya kokoma. Ilikuwa ufunuo wa kwanza. Wana izalaki penda emoni sele. Ndani ya ufunuo wa pili. Akati na emoni sele ya mibale. Roho wa Mungu aliyekufanya Vasti. Ezali molimo na Nzambe yangonde isalaki Vasti ya koboya. Kwa roho hii ya kukataa. Akom apesa kie motema ya koboya. Binti moja anaitwa Esteri apate nafasi. Poete Esther ale kanako uzwanzila. Biblia inasema mfalme akawa na hasira. Biblia lobi mokozi asilika kimakasi. Akasirika sana. Azwaki kanda makasi. Alafu akasema pamoja na watu waliokuwa nao. Biblia inasema watu wanaojua kusoma nyakati. Ndio afandi na batoba hivi ko limbo la tango. Watu wanaojua kusoma nyakati. Biblia wanaojua kusoma wakati. Batoba zoe ba penda ngonga na ko limbo la itaka wakaisha. Afandi si bako.
wakapanga shauri pamoja, bavandi basali likopa na bango, wakasema tumfanyie nini Vasi? tosala nini na Vasi kwa tendo hili ambalo wamelifanya. na likambo oyo asali. Unaposoma mashairi vizuri, sokio kitina makotanga wana, unaona mfalme akiwa na roho ya kumsamehe Vasi. wana mokonzi azalaki na motema kolimbisa ata mwasi na ye. Unapoangalia maandiko vizuri, sokio tangi malamu komona, hata kama Vasi amemkosea mfalme, atako mwasi Vasi azangelaki mobali na ye mokonzi, kulingana na sheria, parce kolanda na mobeko, kulingana na uzuri Vasi aliyokuwa nao, kulingana kotala pe Biblia inatuonesha kwamba mfalme alikuwa tayari kumsamehe Vasi. mokonzi azalaki pena nandingisa alingaki azonse Lakini wale waliomzunguka mfalme baoyo bazalaki pembeni na ye ndio wakamwambia mfalme, ukimsamehe bangode baisi soki olimbisi hata wake zetu nyumbani watakudharau. basi na biso pe na ndako bakotio na biso. Hii ni neno ama msemo o wana ezali liloba inayokufirima hipotezi ya kusema kwamba mfalme alikuwa tayari kumsamehe Vasi. o ezali kotalisa na petete mokonzi alingaki ablingisa mwasi na ye. Biblia inapana jina ya mtu mmoja Biblia ezopesa kombo ya mtu moko awa ambaye anaitwa Memuka. epesi kombo ya Memuka. Huyu ndiye aliweza kurangura dosia, akakamata dosia ye azui yango komisio ya ye akasema mfalme, haiwezekani, ekoki kosalema te mokonzi, haiwezekani umsamehe Vasi. ekoki kosalema te olimbisa Vasi. Wale wengine waliokuwa wanamzunguka mfalme, bao nyonso bazalaki pembeni na ye, hasa wale waliokuwa na uwezo ya kusoma nyakati, mingi bao bazalaki na wote walikuwa wamekuwa dakoro kwa kusamehe huyu Vasi. bazalaki deja bandimisani na kolakisa. Lakini Memuka alikuwa na roho mbaya, akamwekea mfalme hiyo roho, tata wazalaki na motema akamwambia mfalme, ayebisi mokonzi, kama unamsamehe Vasi, soki olimbisi Vasi, hata wale wapartenere wetu watakaposikia watakudharau. soki basi na biso bakoyoka ngo bakoya kotio na pe, Wale wanaokusamini katika nchi zingine watakudharau. bao nyonso bapesaka o lokumu na bamboka mosusu bakotio na Mwanamke atakuwa amekudharaulisha. pamba te mwasi akozala deja atiolisi kombo na ye. Lakini namfurahia sana mfalme. Kasi na sepeli mingi na mokonzi, Mfalme alikuwa amejua ni yeye ndiye aliweka mkataba, mokonzi ayebaki ete ye moko atiaki mobeko, akatafuta kumsamehe Vasi, alingi alimbisa mwasi Vasi, akatafuta kumsamehe Vasi. alingi alimbisa mwasi na ye Vasi. Unajua, katika maisha na kati na bomo hii kuna watu wa aina hii wamemuka, ezali na batu lokola Memuka ambao wanaingilia maisha ya watu kwa ajili ya kuwakoseshea ushuhuda mzuri. bakota kaka na bomo ya mutu pio babobisi babebisila ye kasi, Watu ambao wako tayari kurangura dosie juu kuangamize. batu bazokomisa dosie ya yo po ya ye po abebisila yo kaka. Mungu akuponeshe kwa kizazi ya roho ya Memuka. tika ete nzambe abikisa yo na generation ya batu ya Kama kuna lokola. watu wanaweza kuwashuhudia watu uongo, soki ezali na batu bakoloba lokuta na kombo na batu, wewe usiwe miongoni mwao. kozala kati na bango te. Kama kuna watu wanawatakia watu mabaya, soki ezali na batu bazolinga bobeba usiwe bobisama, miongoni mwao. kozala kati na bango te. Memuka Memuka oyo akaprendre dossier à charge, azui mpenza yango na maboko na ye, akakuwa maître avocat sawa papa sage, komi mpenza ya moko ya mokonzi ya libeko, akasema conformément à la loi, engebele na libeko boyebi alineaa akaweka maneno mazito, nakomi boye, na wote waliokuwa kwenye meza wakasema, Memuka una sheria, bato balobi Memuka mpenza oza na raison, hata kama mfalme ulisema, atako mokonzi alobaki, lakini huyu binti hastahili tena kuwa malkia. kasi mwasi moseka oyo abongi lisusu kozala mwasi. Na watu wanajua kufanya uongo ukawa kweli. ezali na bato bakomisaka lokute koma verite, Akapenda kukuharibishia sifa na iharibu kabisa, soki azolinga kobebisela yo mpenza kembo akobebisela yo, akisema uongo utajihisi anasema kweli. soki alobi lokuta solo oyo azoloba, Kimwangalia namna anavyoongea, soki otali ye bien ndenge azosoloba, utasema huyu mtu anasema kweli. moto azoloba solo mpenza. Zaidi sana wanawake mna roho hii. mingi basi boza na motema wana, Ndio maana kijana wangu anazoea kusema ukasaba na mwanamke hawezi kushinda. yango wana elenge alobaka soki osambi na mwasi Kama iko okokoka te, fotif hawezi kushinda. ata soki azalaki na bambeba okokoka ye te. Mungu awaponye na roho hii. tika ete nzambe abikisa bino na molimo wana. Biblia inasema Vasi akafukuzwa, Biblia elobi babenganaki Vasi, wakaweka muhuri mpya, batie mobeko ya sika, wakasema tumtafutie mfalme binti mwingine. balobi tolukela mokonzi na biso mwasi mosusu. Ninafurahia kriteria walioiweka, nazosepela mingi na bakriterio batiaki awa, wakaweka kriteria ya kwamba awe mwanamke mzuri,
Bachiete azala ya liboso azala mwasi kitoko. Mzuri kwa sura. Kitoko na elongi. Pia awe une fille vierge. Azala pe mwasi ayebi mibali te. Najiuliza nilipokuwa nikisoma asubuhi nikajiuliza ile swali. Na mimi tunakita mwazaki utanga matongo. Nilikuwa kusema leo wakafika semester. Soki bakomi na semester lelo awa. Wakasema mwanamke aliye vierge. Soki batuni mwasi yo ayebi na mibali te. Tunaweza tukashangaa mchungaji akakosekana semester. Tukokiko kama mingi tozanga hata mtu moko awa. Inasema inawezekana. Narubi ekokipe ko salima. Ingelikuwa kriteria mwanamke uli hapa ungelichaguliwa. Soki ezalaka moko ya ba kriteria batia kiolingaki opo na masolo mama uza awa. Mwasi oyo aza awa. Haezi kuwa vierge. Voilà. Mwasi. Voilà. Kuna watu wanasema virginite haiko kitu. Batu bazwa kango pena na kilote. Lakini niliposoma Biblia, kasitango natangi Biblia, ilikuwa kriteria ya kumuinua Esther. Izalaki moko ya nzela nzambe alingati hata kama alikuwa mzuri kwa sura na kwa umbo. Atako zalaki kitoko na elongi. Angelikuwa haiko vierge, angelikuwa malkia. Akutaka vierge te alingaki alikate. Ndio maana nyote mlio hapa mabinti. Na yango baseka basi ambao mkingariki na hiyo neema muichunge vizuri, ni utajiri mkubwa. Oh bozana no grâce wana kozala ba vierge bo batela ngo malamu. Hawanipi amen sababu hawiko. Bazate amen ezate. Bedi mtu azate. Wazazi mlio hapa na mabinti mmejua jibu. Bozui deja ya. Hii ndio ilikuwa kriteria ya kuchaguliwa kuwa mke wa mfalme. Yango wana ezalaki kriteria po mtu hapo na mwasi ya mkonzi. Wakabiblia ile msemo ya kwamba wanawake wote waje wajiandikishe. Bapanzaki yango na mboka mobima basi baya komiko misa. Lakini mwanamke atakayejiandikisha kasi moseka wao yako miko misa awe ni mwanamke anayejikubali kwamba ni mrembo na ambaye analinda ubikira wake. Azala moseka wao yako mini misete ya zali kitoko pe azali komibatela hivi. Nimejifunza katika maandiko haya. Nazaliko zua iloko kati na makombe. Kumbe tunaweza kuwa mzuri kwa sura. Mtu akukoza la kitoko na ilongi na ukalinda usamani wako. Na uzobatela valeur na yo. Amen. Amen. Wakaweka barua kwenye mtandao. Batia kimokanda wapanzi yango. Wakasema wote wanaoeneza kriteria wakuye postile. Bao nyoso bakokisi yo nyoso tosenga baya kokomisa. Ilikuwa sous forme ya offre d'emploi. Lokola penda bazosenga batu na msala. Wakaiweka katika nchi mzima. Bapanzi yango na mboka mobimba. Na Biblia yangu ilisema alikuwa anatawala 24 provinces. Azalaki pendana bituka tuku mibale na mine. Alafu wanawake warembo. Tara basi kitoko. Hapana wanaoambiwa ni warembo, wanaozijua ni warembo. Bao bazoe bisao za kitoko teo ahebi kingana za kitoko. Nani katikati yetu angelishimama na kuenda postile? Nani alingekia telema au ngana za kitoko na kukipenda za vierge? Nani anajua hapa ni mrembo kuliko wengine? Ashimama. Oya hivi kiaza kitoko kuliko bantu msusu mwasi moseka atelema. Examen possible. Ezali examen moko compliqué. Sababu nikiwauliza hapa hata anayezijua atasikia haya kushimama. Po soki na tunia atao waamika nisila kaza kitoko akotelema. Biblia yangu inanionyesha wanawake wakaja wakajiandika. Kasi zalina bao bamie baki batelema kipe baiba. Maana yake walikuwa wanajikubali na wanajisadiki. Bamindi maki solo. Biblia inasema walikuwa 149. Wazalaki 149. Wenye walikuwa enregistré ilikuwa 149. Bao bakomaki bango zalaki 149. Vierge et belle. Bikira na walio kabisa sawa. Warembo. Sasa kuangalia jirani kwanza muangalie msura je. Tala voisin. Awe garçon fille muangalie msura. Neema ya Mungu ndio inakuweka leo. Bolu na nzambe ndio zotia biso. Sura yako haina form. Neema ya Mungu ndio inakufanya. Bolu papa, bolu na nzambe ni sali kuza. Sakara fille belle et vierge. Kitoko pe bazaba hivi mibali. Biblia inatuonesha familia moja. Biblia zote alisabiso libota moko ambayo ina uso ama picha ya kanisa. Owe zalina eliningi ya limgomba. Sababu nimemsema Memuka, huyu ni picha ya ibilisi aliyekizatere wetu mbele ya Mungu. Totali si Memuka owe zalie eliningi ya Satana. Alafu pana familia la pili mahali ambapo
ina picha ya kanisa katika Agano Jipya. Kasi na kote mususu tomoni libota mususu eza wanaita familia ya Mordekai. Libota ya Mardochée. Mardochée. Biblia inasema Mordekai alichukuliwa. Biblia zoloba Mardochée bamemamaki, alienda kama esclave. Akendeki lokola moumbu. Wakati walipomchukua mfalme, wakachukua na taifa, Mordekai alichukuliwa pia. Tango mokonzia yaki akangaki bango pe akangi bango amemi bango na mboka. Akaenda akapata ukubali katika ile nchi, akaishi ndani ya capital. Akei kovanda kino na capital 6. Alikuwa na mjomba wake mmoja aliyekuwa na mke akiishi katika Yerusalema. Ezalaki na moko noko na emoko azalaki kobika na kati na Yerusalem, ndani ya Israeli. Na kati na Israeli. Inazani ilikuwa katika village. Koza ezalaki na kati ya village, mahali ambapo Esteri alipozaliwa. Esika Esther abotamaka. Esteri, Biblia inasema alikuwa hana baba, alikuwa hana Esther, alikuwa mfalme legitime. Azalaka mwana ya ndumba te, azalaka mwana penza ya bapoti. Hakuwa kama Daudi gishi nilivyowafundisha. Azalaka lokola David te nina la. Hakuwa kama Yefuta Mgileadi. Azalaki lokola Jefte te. Yeye alikuwa na baba na mama waliojulikana vizuri. Azalaki na baboti na yoba yebana kipe malamu. Lakini baada ya nyakati alipozaliwa, kasisima mikolo na yeko botama. Inasema baba mama wakafa. Biblia zolo baite tata na yepe mama na yeba kufa. Nilimuuliza Roho Mtakatifu, na tuna kimolimo santo, umrudishe mtoto kwa nafasi. Niliuliza Roho Mtakatifu, na tuna kimolimo santo. Nikasema Roho Mtakatifu, molimo mosanto, kwa nini ulimtendea Esteri jambo hili? Pona nini osalela ki Esteri ko likambo oyo? Sababu Esteri angelikuwa Mkristo wa kanisa za siku za mwisho. Pamba tesoki Esteri za la kamondimi ya mikolo asuka. Nabii ama mchungaji wa kanisa lake. Mosakolito mobateli ya lingomba na ye. Angelimwambia Esteri kuna kitu ulikifanya. Alingaki koloba Esteri zana likambo sana. Haiwezekani baba akufe na mama akufe. Ekekio sale mateta tana wakufa na mama na. Hii ndio mafundisho tunayoyapitia kila mara. Ebele tolekakana ba malakisi ya lolenge wana. Watu wanapopitia shida, vipindi vya machozi, tunatafuta sababu iliyoacha wakawa vile. Soki batu bazole kana ile komakasi tozolinga toyeba pourquoi. Na tunatafuta mchawi aliyefanya tendo lile. Tokoluka pe mutu asala kili kambo wana. Najua hapa kuna watu wanapitia hali fulani. Ezalina batu bazole kana bile komokwe makasi. Hali ambazo zimeseme de doute à l'intérieur de leur cœur. Munapitia majuto katika roho zenu. Tafadhali. Haeleze kisi nimeeleza. Ninasema kuna watu wamepitia maevenema, wamepitia majuto, mateso ndani ya maisha yao. Ezalina batu bazole kakati na makambo ya matata pe koyima kati na ngoma na bango. Walio hapa wamekaa katika kanisa hata. Batu wana bazopanda kati na lingomba. Lakini wanamtafuta mlozi aliyewafanya gizi walivyo. Kasi bazoluka ndoki nini asala ki bango bako mandolio. Kasi imekataa, kuna mtu aliyeniroga. Musala ibo ivedire zana ndoki moko. Kuzala, kuna mtu aliyeniroga. Nazoko kakubota te vedire mtu azazi wangu wamekufa, kuna mtu aliyemupa sumu. Mobali nanga kufa kiezana mtu apesa kie poison. Watoto wangu wamekufa, kuna mtu aliyemroga. Soki mtu akufi vedire zana mtu aloka kie. Hii ndio malangaji tunazoitilize katika society tunayoishi ndani yake. Wana neto zokuta na nango mingi. Sababu hata makanisa yametusukuma katika mawazo kama na yale. Hata kona kati na lingome zana maoyo bazotinda kabiso na makanisi lolo. Inatuonesha kama kila malere yenye inakuya maana yake ni shetani ameileta. Vedire mabenyo sekome la kamutu zaka sata na mutaka. Nataka unielewe vizuri asubuhi ya leo. Na lingio soso nangama lamu na tongo. Kuna yengine machozi unayalia ni Mungu amekupatia. Maya miso mususu etanga kayo za nzambe muto. Kuna maisha magumu unayapitia ni Mungu amekupatia. Eza bomo ezolekela peza mikakatano mingi. Sio shetani ameileta ama mchawi, ni Mungu ameyaruhusu katika maisha yako. Eza satana te nzambe muto permettre. Lakini Mungu anaileta kwa malengo na makusudi. Asi nzambe azopesa ngona tina. Esther angelikuwa Mkristo wa kanisa za leo, tungelisema kuna jambo alilolifanya ili mzazi afe. Soki Esther za la kamoto mondimbia suka lokola lelo. Nilipoangalia maisha ya Esther, tangu natali bomo ya Esther, nikaona Esther baba yake anakufa, hakukupita siku nyingi mama naye anaondoka. Sima na tata naye kukufa pe mama naye akufi. Nikaangalia ndani ya roho ya Esther. Amoni kati na motema Esther. Esther alihuzunika. Esther za kipendana akajihisi Mungu amemwacha. Alela kimingi ya binzando akakatisha matumaini. Atiki pena kati pena. Akaona kama Mungu amemuonelea. Atali lokola nzambe atiki ye pena. Sababu alikosa macho ya kiroho. Po mona kimo limo katika macho ya kiroho. Kati na mmiso ya molimo. Kifo ya baba na mama ya Esther. Kufa ya tata na ye pena mama na ye. Ilikuwa moyen de transport vers la destinée. Ezalaki moyen transport toi ame mae sikazo linga kome mae. Hawanielewa vizuri.
bozoko kako sosolanga. Narejea mwelewe vizuri. Bososolite. Narejea kifo ya mama na baba ya Esther. Liwa ya tata pe mama na Esther. Ndio ilikuwa billet. Yangonde zalaki billet. Ya avion. Billet ya avion. Ya kumtosha mu village. Komemae na village. Kumpeleka ndani ya kapitale ya Babylon. Kino na capital 6 mahali palipoitwa Sus ndani ya lugha ya Kimombo. Na 6, capital 6. Mardochai alikuwa ameishi mahali pale. Mardochai azalaki kobika bisika wana. Alikuwa hajawahi waza juu ya maisha ya Esther. Azalaki okanisa ta Esther mokolo moko te. Mardochai alikuwa anajieneza katika maisha yake katika kapitali. Mardochai azalaki na vina yeye akokoka. Sijawahi msikia akimuita Esther. Natikala jamais koyoka bengaki Esther. Lakini baba na mama walipokufa akabaki mwenyewe Esther. Kasi tango papa na mama na Esther baki. Mungu alikuwa amemuandaa Mordekai. De amoni Nzambe azalaki Esther bongisi. Ili aweze kuwa mtu atakayempitia kwa ajili ya kumuinua Esther. Nzambe ale kamokolo moko na Mardochai. Mungu aliangalia baba ya Esther na mama yake. Tango soki Nzambe abaki la Esther. Ya kwamba watakuwa obstacle juu ya elevation ya Esther. Ayebaki ete tata na ipe mama ni bakozalaka. Nilijiuliza na nikauliza Biblia na Roho Mtakatifu. Na mituni na tuni pe molimo santo na Biblia. Sababu hawa wazazi hawangelikufa. Baboti osoki bakufa kate. Esther hangelienda kasi. Esther alingaki akoma na capital 6 te. Kama unanielewa punga mkono. Kuna wale bado hawajaelewa. Zana ba o bazoko kakososola te. Ninasema hivi. Nalobi. Magumu yote unayoyapitia si shetani. Mikakatano nyoso zolekelezaka ka satana te. Kuna yengine Mungu ameyaleta katika maisha yako. Ezana mususu Nzambe mutu apesaka. Iservire comme escalier ya kukuinulia mahali fulani. Sala lokola ebutelo ezo memoisi kamoko. Wafaransa wanasema batana alifa la seba loba. Ili uweze kusote mzuri poko kuanza rekile bien. Poko kakosote bien ikosinga na kusinga wasi. Hatupendi ile moma ya kuanza rekile. Biso kozonga sima izare tare bili. Dolinga kate. Baada ya miaka Esther alikuja kuelewa kitu gani kiliacha baba na mama wakakufa. Sima na mikolonde Esther yake ko sosola tina ya baboti na iko kufa. Ninakumbuka nilipokuwa nikikomaa. Nazaliko kanisa tangu nazaliko kola. Baba yangu alimpenda Mungu sana. Tata na ngani ngaki Nzambe mingi. Alimtumikia Mungu sana. Asalela kipenza Nzambe mingi. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Azalaki kipenda mutu moyenge bene panza. Nashuhudia sababu nilimuona akiishi maisha matakatifu. Nazaliko tato langu pona mona kie kobika. Alikufa mapema. Akufa ki ye liboso penda. Alipokufa sima na iko kufa ilikuwa 5e primaire. Nazalaki na 5e primaire. Kajiuliza nimekuwa yatima. Na mituni na komi mwana etike. Jina yangu imekuwa yatima. Kombo na lati kombo ya mwana etike. Nikawaza maisha itamarizika. Na banza kete bomo inanga isili Yesu kiwana. Nikawaza nitasaraulika. Na banza kete na kotio lama. Lakini ilikuwa njia ya Mungu ya kuzala kuhani ndani ya familia. Kasi ezalaki moko nzela kati na banzela Nzambe ya kubota nganga akibakia. Soki mwana kan tata atikali singeliweza kuwa na roho ya kuwa mchungaji. Na kokaki kozala na molimo motema ya koya kozala. Baba alipoondoka baada ya nyakati. Sima tata kokufa. Roho ya kichungaji ndani ya familia ikaanza kunitafuta. Molimo ya babate likati na libota ezalaki ko. Hapa kuna watu wazazi wenu hawangelifariki, hamungelifikia mahali mlipo. Ezalina bato soki tata na wakufa kati olingaki okoma bisika uzana. Kuna watu ambao walitafuta kuolewa wakawasemea maneno mabaya, watu wakasema para mwache kumtesa yatima. Olingaki pe ozo alibara ya botika konyoko la mwana batu pamba. Ukapata watu wa kukutetea, mwache kumsemea uongo yatima. Botika kolobelelo kutate mwana etikia. Wale watu waliokuwa nyuma yako ni kwa sababu uliitwa yatima. Bato bazaki simaneza kipo ozalaki mwana. Wazazi wako wangelikuwa haungelipata hiyo ukubali. Soki babote no bazalaka. Olingaki hiyo pesa ozo anzela wanati. Unajua Mungu anajiita baba mama yatima. Zambe azomi benga tata ya bana bitike. Mbele ya kuwa baba ya nyinyi mlio na wazazi ni baba yetu sisi mayatima. Liboso etaza la bana papa ya bana ebele azana na sisi mayatima tuna kapendeleo ya Mungu. Biso bana etike tuzana kolingama mingi. Ndio maana mayatima yote mlio hapa Mungu awabariki sana, mnapendelewa na Bwana. Bino bana bitike boza awa Zambe mtafute sadaka za shukrani muje mzitoe sababu umekuwa yatima. Boke de ko pesa offrande ya action de grâce pour komi bana vizuri. Ninajua watu wanajua kuriaria tumebakia mayatima, lakini nasema ile ni njia, ni neema ya Mungu juu ya maisha yako. Ezalingolo na Nzambe oyo mbele baba, mbele Mungu akuwe baba wa watu wengine. Ya mboete Nzambe azala tata ya batu. Anasema premièrement ni baba wa mayatima. Alobina zana no tata ya bana bitiki. Esther alilia sana. Alelaki mingi. Baba alipokufa alilia sana. Sima na tata na iko kufa alelaki ebele. Mama alipokufa akajihisi afe naye.
tango mama na yeye kufa sima amoni penda bomo yezana tina lisute, lakini Mungu akamuinua Mordekai kasi Nzambe atomboli Mardoche ili aweze kuwa faraja katika maisha ya Esther. Poete azala malendisi, azala lendisi kwa alijua mahali gani anapeleka Esther. Ye mtu aiba kibisika zome ma Esther. Yeye ndiye alijua nyakati gani na mahali gani atakapomuinua Esther. Ye mtu aiba ki quand il va élever la fille Esther. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka muelewe katika machungu pana makusudi ya Mungu. Nalingi boso sola na kati na ko yima na kati na pasi. Unajua kishi tumeumbwa tunataka yaliyo mema kila siku. Ndenge tokelami tozana makambo tolingi kaka ya malamu, lakini katika machozi pana pia makusudi ya Mungu. Na kati na kolela pe ezali na mokano na Nzambe. Esther akaenda Sus. Esther akaibaki akendeki. Akafika Sus. Akomi na Sus. Capital. Na capital mboka munene, mboka mkonzi. Hapa kuna watu mumefika Kisangani. Bizana batu bakomi awa sababu wazazi wako walikufa. Po baboti na bango bakufaki. Alafu ndugu yako wa familia anayeishi Kisangani akasema mnitumie fulani nikale naye. Dende kona yo nakati na libota ndaye bisiboti ni langa mtutel tofandana. Wengi walikuja kwa njia hii lakini mumekuwa na maunyumba Kisangani. Ebeleba yakina nzela wana kasilelo bakoma batu mususu awa. Kuna wale ambao wamekuja kwa njia hii lakini ni njia ya kuingiza katika familia. Ebeleba kutana nzela wana kasiyezali ko pesa bango ndingisa bakoma batu. Watu wa aina hii wanipe amen. Batu ya lolenge wana bakolo ba amen. Wale ambao walikuja ili waweze kuwa msaada kwa ndugu zao walio hapa. Bayo babenga kibango baya kosunga bandeko na bango bazakawa ya kuachwa na watu wa maana kule Butembo, mahali walipotoka, Kalemi, mahali pote ulipotoka. Halafu leo umefika hapa Kisangani. Sima na kubungisa batu nawe atina esika uzalaki kasio koma awa no subu. Haijalishi maisha unayoyapitia. Elandite bomo yozaliko bika na mkati lelo na kuhakikishia ni njia ya Mungu kwa malengo ya kuinua maisha. Chikana ndimisa yote ezali moko kati na banzela o Nzambe azokende kupanga. Na wale wametoka vijijini, village mbali sana. Zali na batu bauti na bamboka usika. Hamtarudiaka tena kwa jina la Yesu. Bokozonga kalisusu kuna te. Na kombo na Bwana atawapatia urithi na utawala hapa Kisangani. Nzambe akopesa bino kondima mana kati na mboka Kisangani hao. Lakini ulipokuja Kisangani ulikuwa unalia machozi. Kasitango yaki usalaki ya kolela. Esther akaenda ndani ya capital. Esther akendeki na mboka mokonzi. Akakomalia mkapitali. Akoli kuna na ngumba mokonzi. Mungu alikuwa na makusudi. Nzambe azalaki na tina. Alitaka awe kama mtu wa pale. Nzambe alingaki ako misaibu tu ya wana na ili ikitokea siku watakapoandika ile kibarua. Poete mokolo moko tango ikosenga kabakoma watu wa wengine ile wajue Esther ni mmoja wao. Po baye baete Esther azape moko kati na bavandi na Isis. Akaishi pamoja nao. Bavanda kielongo moko na bango. Biblia inasema Sakara nefi wakaingia ndani ya nyumba ya mfalme. Mutango wana bavanda ki bango nyoso bakota kina kati na ndako ya mfalme. Sakara nef. Wakaingia ndani ya nyumba ya mfalme. Bakoti na kati na ndako ya mkonzi. Esther hajawahi jiona kuwa malkia. Wana Esther amie bina nuteke azali moseka. Alikuwa na ile blessure intérieure. Azalaki na bapota ya motema. Ikamvunja na ikamkatisha matumaini. Buka kie pena elikia. Esther hajawahi jiona kama yeye anaweza kuwa mke wa mfalme. Esther amie bakitete akoza la mwasi ya moko. Lakini Mungu akapitia Mordekai. Kasi Nzambe kolekana Mardoche aliposikia kibarua tango ayokaki mokanda wana. Esther hajawahi jipeleka. Wana Esther amibongisi na noteko kende. Ndugu yake Mordekai ndiye alimsukuma kuenda kujiandikisha. Ndeko na Mardoche mtu atinda kie akamwambia Esther, enda. Esther lekali boso kende pe Esther akasema mimi yatima. Ngai mwana itike. Unajua sisi ambao tumeachwa na wazazi tunatumia ile neno kama couverture ya kufunika hata masaifu. Biso to bungisa ba parents avant kuzaka. Juu niko yatima, mnanifanya hivi juu niko yatima, mnanionea hapa juu niko yatima. Inakuwa sawa couverture. Ozokomi bomba sima na batata baboti na uko kufa. Toka katika mizaa. Bima kati na maseki wana. Takuua vibaya ile jina. Oko kufa avant. Ukikuwa unajifunika hiyo jina na ikafunika masaifu yako, utaendelea kuwa maskini siku zote za maisha yako. Kusala kakombo wana ola takango otalisa kango liboso. Utaendelea kuwa mwenye ole ndani ya maisha yako. Ukozala mtu na mawa wakati na bomo inayo. Tosha ile jina. Bimisa kombo wana. Kamata jina ya mwana wa ufalme. Zua kombo ya mwana na bokonzi na lola.
Esther akajiita, mimi yatima nitaenda namna gani? Nga mwana etike na kokende ndenge nini? Na unaposoma vitabu vingine, soki otangi na babuku mususu, vinasema wale walioenda ezolo babao bakendeki, kulikuwa watoto wa premier ministre, zalaki bana batu mikolo ya gouverneur, tala batu bakonzi penda ya waliokuwa na watu wa kuwatetea mbele ya mfalme. Bao bazalaki na batu akolobela bango liboso ya mokonzi. Mulikuwa watoto wa muyombake na ba ministre, talaba batu kala ba famille ba ministre, watu waliokuwa na watu wa kuwashikilia. Batu bazalaki penda na batu akusunga bango. Esther alipoangalia Sakaranef, tango Esther amoni list, hakuona mtu wa kumfanana, moni mtu ya kokokana naye. Kwa macho ya kawaida akasema mimi sistahili. Na misha ya momesano wamona ngana zoko kate, sababu wote ambao wameenda ni watoto wa ministre, batu wa general, batu moko ya batu ya likolo, batu ya batu. Alichokisahau Esther ya kwamba ni mwana wa mfalme aliye juu. Abosa na kete zali mwana ya mokonzi wa zali kolo. Macho ya kawaida ya Esther ilimuonesha wale watu ambao wamepewa watu wa kuwasaidia kimwili. Mtoto amona kama bato bazosunga na kati na mzoto. Kwa nafasi ya kwanza alikuwa na picha ya kanisa lisilokuwa na maono. Akokiko zala azalaki na makanisa zalaki pena na kanisa ambalo linamtangaza Kristo lakini linamwogopa shetani. Zaliko pesa hizo pesa pena nguya na satana na bazana nzambe. Kanisa ambalo linahubiri injili ya wokovu lakini linaogopa mapepo. Bozo tato la nkombo nguya mosusu kasi bozo banga pe baba. Ikiwa wamepewa mamlaka ya kuitwa wana wa Mungu lakini wanaogopa mamlaka ya giza. Bozo nguya kobenga mabana na nzambe kasi bozo banga kwa sura ya kwanza ya Esther. Wana zalaki elilingi aliboso Esther. Alijiona katika masaifu aliyokuwa nayo. Amona kina bolembu zalaki nango. Hakujiona ndani ya neema ya Kristo. Amimona kitena ngolu kati na Kristo. Na kuna injili na makanisa ambazo zimewafunga watu kuwa vipofu. Kasi zalipena evangile kanga batu bazala pena batu zinawatangazia wokovu ndani ya Yesu. Ezota lisapena lobiko lakini pia zinawaambia kuna vifungo vingine haviondoki. Kasi ezota lisapena makamu mususu ekobimate. Réalité et contradiction. Dala. Goeka. Saidia kuuliza jirani, huko mkanisa ya wapi kuzile zote? Ozana lingomba nini? Unajua kuna kanisa ndani ya akili za watu hapa. Ezalina lingomba mangoma mususu evandi kati na mitia batu. Tunaweza kuambia yao kili condamnation. Hakuna tena kuhukumiwa kwa wale wote walio ndani ya Yesu. Na bao nyoso bazakati na Yesu Kristo. Lakini kanisa ya akili zake zikamwambia hapana, diabetes iko mwetu taniuaka tu. Na kati na mayele na uzoiba diabetes zakati na libota na sio makanga na kwa pauvre hatuendelea. Biso tuzakaba bola familia na sio mwetu sio wote hatuwezake diploma. Biso tokomela ka diploma tena familia. Kanisa ndani ya akili ya mtu. Lingomba kati na mayele na mtu. Nisaidie kuambia jirani Yesu amemaliza yote. Sungangana kwa hivyo yo moninga ke Yesu asi. Na ile problem ya familia yenu Yesu amemaliza juu ya maisha yako. Na problem ya familia na Yesu asi. Yote mlio na Yesu narejea Yesu amemaliza yote juu ya maisha yenu. Amen. Yesu Kristo sababu. Mimi sikuja kuwahubiri habari za wokovu. Na yeko te abino sango ya lobiko te. Na kuwaonesha kama mko katika giza. Mimi sina hiyo injili. Na kotali sabino ete bozana molili te. Na zakuna te. Injili mimi niliyopokewa kwa Yesu. Evangeli ngana zui koleka na Yesu. Inasema wote waliokuwa ndani ya giza wameona nuru. Elobi bao nyoso bazaki kati na molili basiliko zua pole. Wote waliokuwa ndani ya giza wote. Batu nyoso bazalaki kati na molili wameona nuru. Bamoni pole. Maana ya ukiona nuru hauko tena ndani ya giza. Soki omoni pole ukoza mtosa ya molili te. Kama unanielewa semeni amen. Soki ososo linga malamu loba amen. Hii ni picha ya Esther kwa sura ya kwanza. Wana ezali elilingi Esther ya malali boso. Amefika mkapital. Akomi na 6 capital. Hakili haiyafika mkapital. Asimayele ezana numusika ikomi na nuanate. Kutosha mtu ku village kumfikisha Kisangani ni urahisi. Kubimisa mtu na village kwa komisi na Kisangani zamu hapo. Lakini kutosha village mkichwa juu ingize vile ni shida kubwa. Ulongola village na mtu wa mtu. Po kisa ingumba. Unaweza kuona mtu Kisangani lakini anaishi sawa mtu wa mpori mbali sana. Ukiona mtu azao kasazobika lokola mtu azamba pesa de la mentalité. Uwezo wa akili ya mtu. Ambia jirani akili yako iko sawa? Maele naweza so ezabie pesa. Ndio maana ndani ya makanisa unawaona watu. Na ngona kati na mangomba ukomona batu. Wamesamehewa sana. Batu basi limbisa mi masumu. Wameokolewa. Basi bazupe lobiko na wafungwa wa akili. Kati bazana na kokanga mana maele. Paulo anasema akili zao zimetiwa giza. Paulo azolo ba maele na bango koti molili. Ndio maana unaona watu ndani ya makanisa. Na yangozo mona batu kati na mangomba.
anaishi katika sana. Utazobika kaka. Lakini anapokuja kwenye maombi anatia kitambaa. Akomina anasema unapoomba funika kichwa. Funa nazipa. Akili haiko sawa. Nazipa. Wewe na mwenda mazimu mko salama tu, mko kawaida, mko majirani. Lulenge moko. Unaona mtu ambaye anaishi katika sana. Mboni mtu azobika kati na masumu. Anasema mwanamke asipande kwenye madhabahu asipofunika kichwa. Mtu wako mwana etumbele uteso kia zikimu. Ikiwa kama Mungu alikia okoa vitambala. So kinzambe yaka on dirait nzambe yaki ndeko bikisa vitambala. Na unaona baba anakaa katika ile decision. Afandi kaka na mokano wana. Bora uwe malaya lakini ukifika hapa uvale kitambaa. Zala na wata ndumba kasi soki omatia leo tia kitambala. Kama uko hapa ufunguliwe kwa jina la Yesu. Kangola mana kombo na Yesu Kristo mzaa. Yesu hana kazi na vitambala juu ya makichwa. Yesu azana musala na bitambala te. Hakukufiaka bitambala. Akufela ki bitambala te. Alikufia Josué. Yesu akufela ki ngai. Mina niko Josué na veste, niko Josué na polo, niko Josué na masosete tike, nikitembea hata na sous-vêtements tike, niko Josué. Nazali ngai kaka, l'habit ne fait pas le moine. Sijui kama mnanielewa vizuri. Kuna watu wameokolewa. Ezali na batu wazui lubiko. Wameingia ndani ya kanisa. Wakoti na kati na lingomba. Lakini wameingia na mila ya desturi. Wakoti na makamuna bango ya kala. Unaweza ona mtu ameokoka. Ndio moni mtu wazui lubiko. Lakini anapenda awafanye gizi bakwabo biko. Kasi azoli ngako kanakana batu na bango. Ipana bango na. Ndani ya kichwa anajua mbinguni inafanana nyumbani. Azoe ba lola eza lokola ndako. Mimi sikuje kuwahubiri mnifanane. Nazoya kotea bino boko kana na ngai te. Fanane Yesu aliyewakufia. Boko kana na Yesu oya kufela kibino. Ukiniona niko na tabia ya mzuri unaweza kuiga ndani ya maisha yako. Sokyo muone nazana bizaleli ya malamu. So angope kufunga. Lakini zaidi sana mfanane Yesu. Kasi mingi bolanda de Yesu Kristo. Kama unanielewa punga mkono. Soki ososoli malamu sembola lugu. Shangilia Bwana kwa makofi safi. Ubeteli Yesu Kristo maboko makasi. Mordekai akamwambia Esther. Mardoche aibsaki Esther. Henda. Kende. Henda. Kende. Esther hakuelewa. Akokaki kososola pena na buku. Ya kwamba njia ya Bwana imefunguliwa. Ete nzela na kolo efongolami. Mordekai alipewa neema. Mardoche azwaki ngolu. Ya kuona yale ambayo Esther hakuyaona. Ya kumona oyo Esther amona kite. Mordekai alikuwa na macho. Mardoche azaki na miso. Ya kuona mahali Esther ameshimamiwa. Ya kumona esika Esther atelemi. Esther na hayafika. Na wana Esther akomi na mte. Maombi yangu asubuhi ya leo. Mabonde lina ngana tongo na lelo. Mungu akunyanyulie watu kama Mordekai. Tika ete nzambe atia batu pembeni wala watakao kupatia kuraje wa mahali ambapo umekatishwa tamaa. Bao bakopesa molende sika obuka na kitu. Watakao kuambia uendelee mahali ambapo umejihisi hautaweza. Bao bakopesa ope na molende yoke. Watakao kuambia pastere shake utaweza, wewe macho yako na imekuambia utashindwa. Yo pasteur ukukateme kasiba hivi sio. Watakao kuambia Jofe utaweza, endelea. Ukokoka ikiwa wewe unaona hautaweza. Wanazomo na sika ukoko. Kwa jina la Yesu Mungu awanyanyulie wa Mordekai watakao wasukuma na kuwafikisha mahali pa sifa. Amen. Alakete Mardoche bika hata kama alipitia servitude, hata kwa lekaki na minyoko, akapitia utumwa wa ajabu, alekaki na kati na boumbu makasi. Mungu hakuruhusu Mordekai akufe. Nzambe alimakite Mardoche sababu alikuwa ni macho spiritual ya maisha ya Esther. Azalaki miso ya molimo ya Esther. Mordekai angelikufa ndani ya utumwa. Soki Mardoche akufa kakati na boumbu, Esther asingalikuwa mke wa mfalme. Esther alingaki azala mwasi ya mbo. Angelikuwa malkia. Alingaki akoka mwasi kozala. Acha Bwana awalete watu wa maana karibu ya maisha yako. Dikaite Nzambe ayana batu ya motu ya awatoshe watu wote wasiokuwa wa samani. Alongola batu bakoza la motu ya. Haujanielewa, ungenielewa ungelisema amen. Niko na kuombea, sema amen. Aukundi na puna yo. Luba amen. Watu wanazania maombi gale kufunga macho. Watu bazo kanisa ite losambo zaka kusema tunakushukuru Baba. Tutondi okolo. Wewe uko mwema. Koe tozali malamu. Na mwisho wanamaliza na jina la Yesu. To sisi na koloba na kombo na Yesu ndeto lobi amen. Maombi mumeitunga haiko katika Biblia. Oana ezali na kati na Biblia. Angalia namna gani maombi ya Biblia inaanza. Baba wetu.
tata na biso uliye mbinguni, o zana likolo na lola, hakuna ninakushukuru Bwana. oh na kumisio kolo. Maana yake maombi haina formula. Prière zana formule te. L'essentiel ilete resultat. Ya maana ni ilete matunda tu. Mahubiri nayo yafanya asubuhi ya leo, Matea na usala na tongo na lelo, na yafanya katika viwango vya unabii. na usala ngona dimension ya Naona kuna watu Mungu anawaletea watu watakao wafasilite maisha. eza namoni deja batu wao ba Kuna watu walio wakamatilia watu walizani ni msaada, watapotea na Mungu akawaleta watu wa maana. bato basimba kibino lokola lisungi bako kwea bakoleka. Kuna mtu anaweza kuja ndani ya maisha yako Utakoya na kati na bombo inayo na ukasani yeye ndiye msaada. uko kanisa yetu ya zalili sungi pona. Na ndio maana tunawaona wanawake wanajitundika wanapokataliwa na wanaume. Yangonde tomona kebele basi ba midembi saka. Inawezekana ni ibilisi Mungu amemtosha katika maisha yako. Awa midembi ka pona mutu moko kaka. Unaenda ukajitundika kwa sababu ya ibilisi. Umoni Nzambe alongoli mutu mabe pona yo kasi yo midembi. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna nyakati zingine tunaomba kanisani. Bonga mususu toko sambele hawa. Tunasema kwa jina la Yesu. Na kombo na Yesu. Bwana awazogeshe watu wote wasiokuwa wa maana. Nzambe atia musika na yo batu bazaya mutu yake. Tulisema na ndize. Na lubiango na 10h. 13h fiasia na kukatala. Na 10h kasi 13h boy baboy. Tena unalia. Leo olelizu baboinga. Ikiwa tulisema Mungu awazogeshe watu wasiokuwa wa maana. Yangolo sto sambela ki Nzambe longola batu. Rudi haraka mahali mchungaji alipo na useme Bwana amejibu maombi. No, asiliko pambo, asiliko koyanola. Kuna watu unaweza kuwatazama kwa macho ya kawaida. Istalina batokomo na bango na miso. Na ukawaona kama ni faida ndani ya maisha yako. Ukikomo na pe bango ya mutuya. Akumbe ni wao ndio shetani anawapitia kwa ajili ya kufanya retard ndani ya maisha yako. Zoka bango ndenza Satan azolekela po basala retard. Ndio maana maombi yangu asubuhi ya leo. Yango losamo ngana tonga. Bwana wasogeshe wote wasiofaa kwa ajili yako. Alongola musika atie bango. Il inclut même les fiancés. Eza la pe ba fiancé a lokuta pembeni. Waselibatere munipe amen. Ilenge moza wapio. Kuna wale wafiancé watakataliwa leo. Lelo resultat bozela resultat lelo. Itakapotokea ambia mchungaji Josue Mungu amemtumia kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Soki omoni bilembo benganga yobisa akolo asiliko yanola. Alafu atakapomuondosha soki abimisie alete mtu kama Mordekai. Apesa Mardoche, mtu lokola Mardoche na vina yo. Atakaye kuleta kusahau yatima. Oya kusalete obosa na ki kuzala mwana itike. Atakaye kuleta kusahau magumu uliyoyapitia jana. Oya kumema yo obosa na mabe nyoso lekelaki. Wakombolewa wanaonielewa washindane wamchapie Bwana makofi. Ba oyo basiliko sikola mabatele mababetela Kristo maboko. Mabetela Yesu Kristo maboko makasi. Wale wanaosimama msimame, muangalie wale wanaokaa, waambie badilisha akili. Muambie kwa jina la Yesu Mungu afungule masikio yako. Narejea wakombolewa walio hapa wasimame wamshangilie Bwana. Aoe masiko la mabazania mabete la Kristo maboko Unaona kuna wale bado hawajaokoka. Kama unakaa karibu na mtu anakaa, muambie kwa jina la Yesu funguliwa. Ebisa moninga na kombo na Yesu kangola ma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaa na Mungu akubariki. Fanda penza mbe hapa mulayo. Biblia inasema Mungu akafanya tukizo la kwanza. Zambe asala kilika mumoko. Esther alipofika kwenye uwanja. Tango Esther akoma kikaka na cour royal. Mungu akamupa neema mbele ya ule anayewakaribisha. Zambe apesie ngolu. Kama mimi ndiye Esther ningelishituka. Soki ngana za Esther ngana kama Esther hajawahi ingia cour royal. Na tikala jamais kokota na cour royal. Biblia inasema alipoingia tu wana kaka akotaki anayewakaribisha mutazo ya mabango wana. Mungu akamupa neema mbele yake. Zambe apesa kie ngolu liboso. Hakumuona yatima. Amona kie mwana etikete. Akaona neema ya Mungu juu ya Esther. Amoni ngolu likono. Biblia inasema akamfurahia Esther. Biblia lobi asepela kimi. Sakara nefu alipita. Sakara nefu basibaleki. Hagai hajawahi angalia wote na akaona neema juu yao. Ege autala batu mususu teka siye kaka likolo Esther. Lakini alipomuona Esther, tango amona kaka Esther, akaona utofauti. Amonika bokeseni. La difference. Amonika bokeseni ezali. Maombi yangu asubuhi ya leo. Losambo nanga pona tongo na lelo.
Maisha yako Mungu aweke utofauti. tika ete bomoi na yo ezala na bokeseni. Aweke utofauti katika yote utakayoyasema. Nzambe atia bokeseni na nyonso koloba. Aweke utofauti katika yote utakayoyafanya. Nzambe atia bokeseni na nyonso kosala. Hata kama unafanya biashara, Mungu aweke utofauti. Hata kozosala mbongo, Nzambe atia bokeseni. Maana ya neno hili ni gani? Tina ya liloba oyo ezali. Nyie wote mnaweza kuwa mnauzisha miteresa. Bokokiko teka bino nyonso bilamba o Nyie wote mnauzisha mashemize za meme qualité. Baoteka bino nyonso bashemize ya meme. Lakini wakati kilia anafika naona yako inajifanana kuliko za wengine. Soki ka kilia koti ya komona kaya yo ndenge. Nyie wote mliranguria mumeso moyo. Na nzoka nde bino nyonso bozikende kabeba qualité molelea. Bozuika kama meme mark. Lakini kilia anapotazama ndani ya duka la kwanza haone neema. Tango kilia koti na première boutique ya Monika. Akiangalia boutique yako anaona neema ya Mungu. Tango Monika ka ekuke na yo ndio Monika. Na akaona chemise yako na ya jirani zinatofautiana. Amoni peka bokesi nikati na chemise na wewe. Bwana watendee kwa jina la Yesu. Zambi asali ya bilo na kombo na Yesu. Hivi ndivyo katika ulimwengu wa giza watu wanafanyaka. Bongo nde nakati na molili. Nyie wote mnaweza uzisha magari ama pikipiki. Boko kiko teka bino nyonso ba moto to ba même qualité, même marque, même prix. kutu. Lakini jirani akauzisha kukuzidia. Soki moninga na wateki kolekayo. Nyote nafasi moja. Bilo nyoso ka bisika moko. Na ukashangaa anauzisha pikipiki 10, wewe hata wakuuliza haujampata. Okokiko kama pe ateki hata 10 moto yo hata mtu akutuna. Katika ulimwengu ya roho kuna kitu tunaita la difference. Nakati na molili nakati na mokili ya molimo ezali na bokeseni. Ambayo tunaita la difference. Ezali na bokeseni. Wana uwezo ya kubadilisha vitu vyako kwa macho ya wanadamu. Wako kipeko bongo la biloko za. Na ukaona kama unauzisha vitenge ya kumbe unauzisha banani. Bako kio mona uzoteka maputa na nzoko uzoteka neba banani. Unaweza kuwa unahinga unasema mama unauzisha vikwembe. Akumbe wakilia wakipita wanaona mabanani. Na uteka maputa nzoka vitabendo uteka. Ndio maana anapoingia ndani ya butika na kuuliza mama, hii ni ngapi? Unasema 7, anakuuliza uko mshimwenda mazimu kabisa. Banane ya 7 ushaiona wapi? Magomba, ukomo na magomba $7. Maputa. Kama kuna mtu ametendewa tendo hili kwa jina la Yesu, Mungu abadilishe. Bwana kombo na Yesu Zambe ya bongola. Ndani ya biashara yenu Mungu aweke utofauti. Nakati na mbongo na bino Zambe atia bokeseni. Watu wa giza watakapoinuka juu yenu, watu na molili soki bakomi wasifaulu juu ya biashara yenu. Bazwa elonga likolo na binote. Watakapoinuka juu ya yale mnayoyafanya, soki batelemeli o bozo sala, wasiweze kuweka matendo yao juu ya vitu vyenu. Bako kakosala misala na bango likolo na binote. Biblia inasema Esther, Biblia elobi Esther akapokea neema, azwaki ngolu, akapendelewa, azwaki ngolu ya kusepelisama. Mabinti ya waministri walipita, basi baseka ya bana ya batu mikolo balekaki, hawakupata neema. Bazwaki ngolute. Kuna kitu ambacho mzazi hawezi kukupatia. Eko kiko zala moboti na watu suki ya pesa yoni. Kuna kitu ambacho watu wote hawawezi kukupatia. Oyo papa na mtu nyosa kwa pesa wote. Yesu pekee anaweza kukupatia. Kristo Yesu yemo konde akopesa. Amen. Amen. Muda inakimbia, acha niende haraka. Ngonga hizo pusa na atika to tambola mwa. Unajua leo niko na wafundisha mara ya mwisho, nitakula nyakati nyingi sana. Lelo na ote ya suka na uzwa ngonga mulai. Na wafundisha mafundisho ya mwaka mzima. Na ote ya bino ya mula mobimba. Ambia jirani yako kaa salama. Ibisa mwaze vanda malamu. Nitafanya kwa uzuri na utaratibu, nitamaliza tu. To tambola pe bien. To si sakalate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Esther akaingia. Esther akotaki. Biblia inasema yule mtu wana aliyekuwa anahusika na mapondozi na vitu vyote vya mapambo. Mtu azalaki ko pesa nyoso isinga makiko na bonzenga. Esther pamoja na wale watu watakao kuwa wakimfanyia kazi katika chumba kingine. Atie Esther kati na bato bakosali la kaimi sana na kati ya chambre na yeye. Favere ya pili. Apesie ya kwanza amepata neema. Azui ngolu. Amependelewa. Basepeli naye. Alafu ya pili anapewa chumba tofauti. Jami bale bapesie chambre mususu ya bokeseni. Namna gani aliyekuwa wa mwisho anapewa chumba tofauti? Mtu ayaki sima ya suka nde bapesie chambre ya special. Alikuja na kitu ambacho wengine hawakukuwa nacho. Ayaki na oyo batu mususu bazaki na ngoti. Ambacho tunaita neema. Yango to bengi ngolu. Nikisema neema naona Yesu. Soki na lobi ngolu na moni Kristo Yesu. Biblia inasema baada ya nyakati, Biblia inasema basima na tangu wakaanja pita.
batu babandiko lika walipoanja pita baleki kwanza alikuya ya liboso yaki akapita aleki wa pili ya mibale akapita aleki ufalme hakuona mtu amona ki motote watatu wa 4 wa 5 wa 6 wa 10 wa 13 akapita ufalme hajawahi azomona kama mutute au mona molili au mona mutute. Kuna watu ambao wanakuzidia sura lakini hawajawahi olewa. Zana batu balekiona kitoko kasibazwa lobiko bazwa pena kwa ete. Watu wanakuzidishia pesa lakini hawajakuwa na maisha ulio leo. Zana batu balekiona mbongo kasibazana bomo uzana ngoli lote. Wanakosa neema. Bazangi ngolu. Sisi hapa tuna neema. Biso tuzali na ngolu. Biblia inasema Esther. Biblia inasema Esther akaendelea kujiandaa azalaki komibongisa na huyu mkubwa akaanza kumupatia sengene masekre pe wana mtu azalaki kobatela bango pesi bango pesi pe ba sekre musu alikuwa anajua lenye mfalme anapendaka abandako ayebaki oyo mokonzi alingaka akaanza kumwambia Esther abandiko yebisai usitie viparfum vya mingi mfalme habipendake keba na ba makambo ebele. Hivi ndivyo Biblia ilisema. Kama mlisikia vizuri, akaanza kumwambia yale ambayo mfalme anayapenda. Abanaki koyebisa oyo mokonzi asepela kana. Yeye alikuwa anajua vile ambavyo mfalme anavipenda. Yeye ayebaki oyo mokonzi asepela kana. Alijua parfum yenye mfalme anapendaka. Ayebaki malasi alijua mavazi ambayo mfalme anapendaka. Ayebaki bilamba oyo sepela. Alijua mafuta ambayo mfalme anaipendaka. Ayebaki malasi nini. Alijua na marche yenye mfalme anapendaka. Ayebaki pe arche. Panda ile mama alifundisha Esther kutembea gizi mfalme anapendaka. Mwa de marche mkea la kisie tambola kape boy. Mimi nina representer ule mtu aliyemfundisha Esther. Na nauzwa place ya mtu ana mchungaji ndio pia ana representer ule mtu aliyefundisha Esther. Papa Reverend nilisema Esther ni picha la kanisa. Azali elilingi alingomba. Reverend anajua vitu vyenye Mungu anapendaka. Papa Reverend yebio nzambe alingaka. Reverend anajua mwendo wa mbinguni. Reverend yebi etambo kama niko nawaambia tuende hivi tujifunze. Muda ikifika usidange mkorteji ya mbinguni. Kobunga te. Alafu watu wanaojisi wana akili kuzidi mchungaji. Mayelele kimingi. Wao wanasema haiko vile ndio wanaendaka mbinguni. Sio tumejua kwa mbinguni anaendaka hivi. Kayoko tikalaka. Hawa wabinti wa wakubwa baseka oyo ya bakonzi walijua aina ya marashi zote. Bayebaki ba parfum yote. Walijitengeneza vizuri. Bayebaki komibongisa malamu. Lakini jambo walilolisahau ni kwamba kuna vitu ambavyo mfalme anavipenda. Kasidi kambo babosa na kezali na oyo. Acha niwaambie Mungu mnayemtumikia kuna vitu anavyovipenda. Oyo nzambe bozo salela azali na oyo alinga. Hata kama vingine ni vya mzuri vinapendeza watu wote, lakini Bwana wa kanisa kuna vitu anavyovipenda. Hata kozali na makambo ebele ko sepelisa kasi nzambe azana oyo sepelisa kae. Si mnatuona sio baba tulio hapa. Sipozo mwana biso batata na yetu za hao. Kila mtu iko na guu yake. Mtu na mtu azana guu na yeye. Wengine ni mweusi, mtu usaza na mwasi ya. Wengine ni mwekunda, mwindo, msupembe, banene, monene, bembamba. Ni makategori yote mupate neema. Po bino nyoso bozwa ngolu. Alafu ikitokea mimi ndiye natafuta, soki ngande nazoluka. Ukifanya gishi mie sitakaki. Soki osali lokola ngana lingaka siwezi kukupenda. Na kolinga yote. Hata kama uko mrembo kwa macho ya watu wengine. Hata ko Zabel kolika batu. Kwa sababu mimi ndiye ninatafuta. Sitakupenda. Kama tunazoluka na kulinga yote. Ndio maana kuna makanisa wanafanya vitu ambavyo watu wengine wanapenda. Ndio kumona batu mangombe bele osala. Vitu ambavyo Mungu anavihitaji. Oyo batu balingaka kasi o nzambe alingaka te. Acha nikuulize na unavyotembea na Mungu. Na tunayo. Maisha yako gizi uko naishi leo. Nengo zobika lelo. Uko naishi gizi watu wanapenda, gizi dunia inapenda ama gizi Mungu anapenda. Uzobika nenge nzambe alingito nenge batu balingi. Kuna watu wanaishi vizuri duniani. Watu wazobika malamu. Wanajua kufanya vitu vya mzuri ndani ya dunia. Baibi peko sala makamu malamu. Jiulize ninavyovifanya Mungu baba yangu, mume anavitaka. Nazo sala mokonzi na ngai alingia ngoto nzambe alingia ngo. Unaweza ukafanya vitu vyenye mume wako wa kimwili anapenda. Ukokio sala oyo mobali na yo nzoto. Unaweza ukafanya vitu vyenye wazazi wako wanataka. Ukokiko sala pema kambo sepeli siba. Lakini kama haviko vitu ambavyo Mungu anavihitaji utapotea. Kasi soki ezali oyo nzambe alingite okubunga. Utawafurahisha wazazi. Wana okozala uzo sepelisa kaba parents. Lakini na hakufurahisha. Kasi wana nzambe azomona zero. Hawa wote Saka na Nef
walijiandaa kulingana na mawazo yao. Hawakujiandaa katika mapenzi ya mfalme. Lakini Esther alijiandaa katika mapenzi ya mfalme, sababu alipewa mwalimu wa kumfundisha yale ambayo mfalme anayataka. Walipokuwa akipita wakati ya chakula, wanazoleka tangu bazolia ile saka na nefu na mcheka. Saka na nefu una ya kusikia kwa harufu ya mawese, mafuta ya ngazi, balika, mshenzi. Hauna wasa utapita tu. Muuta yoko leka. Lakini ikiwa mkubwa wao katika nyumba lao la wanawake amemwambia Esther, hii ndiyo mafuta ya mfalme. Akisikia harufu ya ile mafuta, akili zinachawika. Tango zoka azoyoka pena odeur wanavi oyo nde malasi wote walipita bangonyo sobaleki, wakafika la moitié de 150. Wakafika katikati ya 150. Bakomina katikati waliosoma masomo ya mzuri ni 75. 75 wanati. Akafika 75. Bakomina 75. Hakuna mtu ambaye mfalme alimchagua. Ezalaki na mokote wa ndi mama kili boswa mokote. Azomona mtu te. Biblia inasema wa 76 na 76 alikuwa anajisamini sana. Amie baki penda goki. Akasema nyinyi washenzi mwanje pita, mimi nitakuwa wa mwisho. Ngana ko bino baba tu ya mboka bole kanano ya liboso ngana kwa yasi. Wa 77 naye akasema ile meme langaji. Sema mimi nakubali wa nyuma yangu apite mbele yangu. Bole kanano ngana wa yasi ma. Kuna watu ambao wanajikubali. Lolendo wasadis naye akasema ile meme langaji. Sadis ya bole kanano ba msuswala ngana wa yasi. Karanefu naye akasema. Saka anefa sali erere pia kuluba. Akasema pana nyinyi wengine washenzi mwanje pita. Alasa sali erere akoleksa saka boleka. Pita wa mwisho mtaona watu nitakachokifanyia mfalme. Na kutali sabino na kulika mtu asuka. Biblia inasema wakamuita Esther. Bengi Esther. Nyuma ya Esther kulikuwa kujigaliki yengine 74. Sima ese belepe bazaki simanewana. Mabinti ya wakubwa katika nchi. Chala basi bamis wazuri sana. Amisi penda neo mona bango na tele koleka ngoni ya hawa wanawake kati na bango palikuwa binti ya Hamani. Ezalaki moseka mwana ya Amani jemadari, azaki colonel, azaki general placé katika utawala wa Asuero. Azalaki penda mwokozi munene kati na unamjua mkoma anaitwa Namani. Namani ndiye mtu ya mama. Huyu ni jemadari Hamani aliyekuwa mkubwa katika utawala wa Asuero. Huyo aza general azalaki kati na bokozi. Katika ile 74 palikuwa binti wake. Na 74 wana batika laki azalaki pena mosika. Hata mabao akasema mimi nitapita wa mwisho, si mnajua baba yangu ndiye mkubwa. Père na ngaza general na ulikamtoa. Tala washenzi mpite nitakuja. Ole kananu bino. Na tukipana definition ya neema, sokipe tolimbo lingolu ni kupata kitu ambacho haukustahili. Lingi koloba uzozo akili oyo iloko okokaki kozo angote. Esther hakustahili kupita wa 76. Esther alingaki ale ka 76e te. Esther ilikuwa imeandikwa tapita wa 50 solo. Lakini neema ikamleta wa 76. La grâce l'a mené à la 76e place. Esther anatokea. Esther bimeli walikuwa naangalilia madirisha kule mahali walipokuwa. Bautalela wakasema iloko sensi hawezi kutuzimishia moto. Iloko nini uzole kaya. Walichokisahau na neema juu yake. Babosa na kieti azalina ngolu liko. Neema ina uwezo ya kuzima mtu aliyekuwa na akili. Ngolu ezalina makokea kubuma nyoso mayele. Esther akakuja mbele ya mfalme. Esther bimeli liboso moko. Biblia inasema mfalme akashituka. Mokonzi asituki akazimia kidogo. Mama kale mke kwei pendande hamukukuwa pale, wakampepela mfalme kidogo. Mfalme wanampepela. Mimi nilipewa neema ya kupata maono nikaona. Pupula kia solo. Mfalme akabepelewa. Pupula kia solo. Wakamuuliza mfalme, unashituka nini? Anasema hamuna macho ya kutazama. Bomona te. Biblia inasema Esther alikuwa mzuri kwa umbo na kwa sura. Esa zalaki belle detail de figure. Ikiwa Vasti alikuwa mzuri kwa sura tu, Vasti zalaki malamu na ilongi kala. Mfalme akaona kitu ambacho hajawahi ona. Mokonzi amona ki oyo amona nalo. Aliwaona wazuri kwa sura. Amona ki ebele malamu. Hajawahi waona wazuri kwa umbo. Bazalaki malamu na ndenge bakela mate. La différence. Bokeseni.
Biblia inasema pasipo kuuliza shauri akanyanyua fimbo. Wana azotu autu nata mingi te azuka lingenda. Akasema election inamalizika. Esili hawa lingenda ngo etembolami. Na kuambia waliokuwa ndani ya vyumba wakaanza kusimia. Wana batukokufa ndena bashambre kuna. Walipenda waandike rekuru ya kusema ilikuwa turu yangu kupita mfalme. Mfalme akasema imemalizika. Suka esili. Ndio maana Yesu akasema imemalizika. Yesu alobaki nyoswe esukisani. Shetani alikuwa distra, alikuwa siriko anafanya kitu ambacho ni kiamisaha. Satan ayebaki azosala almasekie. Akumbe alikuwa anasaidia accomplishment ya wokovu. Zokaza laki ko sala pona kokokisama. Hivi ndivyo wale wanawake walizani wanamsarau Esther. Yango wana bazalaki ko tiola Esther. Kumbe wanamfikisha ku destination. Zoka bakomisie esika nzambe asiliko leo. Acha Bwana akupatie hiyo neema asubuhi ya leo. Ikate nzambe apesa ngolu. Watu wote watakao kusukuma mbele ili ushindwe watakuona ukiweza kwa jina la Yesu. Watu bakotinde kaudi bosopo kwea bakokama ulongi. Na ukipewa neema watu wanakupitiza mahali haustahili, usiogope. Soki pewa pesa melinzela yako lekani boso. Unajiona wewe hauenee pale, haustahili mahali unapokwenda. Na kokite. Mwambie Yesu naingia na wewe. Yesu na koti na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema election ikaisha. Wana mapona miabo pia. Election ikamalizika. Mapona miesuki. 74 wanaanjalia kilio mpalero royal. Tala kolela. Wale waliokuwa wakicheka wakaingia ndani ya kilio. Bao bazala kikoseka bakoti na kolela. Na Yesu anasema nimekuja ili wale waliojiwaza na akili wajione hawana akili. Yesu alobaki ngana yaki pona bao bazaki na mayele bakomisa mabatu ya mayele. Waliosadia wana nguvu wajione hawana nguvu. Bao bamikanisa yaki bazana nguya bamikuta bazapa. Esther ni picha ya wokovu ya kanisa. Esther zalie lilingi ya lingomba. Wakaanza kuandaa namna ya kumaliza taifa la Yuda. Vima komisi ya kusini saba Yuda. Wakajua jinsi Esther haiko mtu wa poa. Bamona kete Esther azalaki mtu na bangote. Biblia haisemi, mimi nasema. Biblia isolo batenga na Biblia. Inawezekana huyu Hamani ukokio sale na Hamani alienda kumwona mfalme akasema umechagua mtu asiyekuwa wa nchi yetu. Akoza la keleki simamo konzikolo. Hapo ni mkaza mkaondoka kabisa tena. Ni mke wa mfalme inaomba akuwe Mkongomani. Kama mipe wapi sengelika mwasi amkozeza la Kongolezi. Imeandikiwa ndani ya article gani? Azana huko hapa. Ezana ya kwamba president haruhusiwe kuoa mtu mwingine. Kama mimi nulle part. Biblia inasema mfupa wa nini? Wa mabavu. Mbavu akakuwa mtu ambaye si Mkongomani, tutafanya nini? Unataka walete mbavu yenye haiko yake vipi na msumbua kila mara? Mungu awaondoshee roho ya Hamani kwa jina la Yesu. Siku zote haujainuliwa hautapata vita. Soki nano tombola mite okoza bitu baki. Ukiona unakuwa kimya jua haujafika mahali fulani. Soki oza mtu na kimya yeba ukomena. Unaona hauna mtu anayekusema vibaya jua haujafika mahali fulani. Sana mtazolo mama bena yote yeba ukomena. Ukisikia haujasema uko na chihidi nyumbani jua hauna pesa. Azana mwaya iloko na ina ndaku nyoka. Acha Mungu akupe faranga tutasema wewe uko mtu wa DCMO. Tika nzambe hapa mola yote ndio koyeba makambo. Unajua utasa kwa masikini. Wewe mutukozanga mwana anakuwa mapenzi ya Mungu. Ezana lokola lakini utasa kwa tajiri ameutoa deja tayari. Tukozala ikomba penda hapo na mtu ambaye na Mungu za. Na matasa moyo hapa masikini mtulie salama. Hamjasikia maneno. Ikomba boza hawa boza na Mungu te. Bova na kimya. Ukiwa na pesa tutakuongezea maneno magumu kuliko yale uliyosikia. Boso kio zui Mungu na uzangi mwana ukomona kwa hiyo kama ametoa uzazi kwa ajili ya pesa. Si pesa kimie bwana na yeye kuna na deze monde. Wazo na azwa. Ikiwa ni uongo mtupu. Bwana alokutakuta. Mchungaji Jacques hawaja kuita Freemason. Kuna mahali Bwana akikufikisha unakuwa mchawi. Ezali misika soki nzambe ya komisio bakobenga mtu wa Freemason. Napesa bino ndakisa moko. Ndugu yangu kuja ushimame hapa. Ndeko tobengi yo ya kotele na ushimame hapa. Tele mana mwana.
Niangalie. Talangai. Si mnaona gisi tuko hivi? Sibozomona. Kati yangu na huyu nani ana ruhusa ya kusema mwingine? Eske mimi naweza msema juu ya nini? Iko nyuma yangu. Lakini yeye iko na muda ya kunisema hauna kisha anatembea kaona kisi ni mrefu sababu nimefika mahali ambapo hajafika. Yeye zosi makomona ngapi ya kulubatala nenya za mulai. Nyote mlio hapa mnawasema watu mko nyuma ya maisha yao. Ndio maana ukiona roho ya kuanza kumsema mtu vibaya na kuingia juu amekushindia mahali fulani. Esika ukomona mtu bandelo ba mabena ayo vibaya azasima nayo. Hamani akaanza kutafutisha namna gani ya kumwangusha Esther. Amani azolu kanzela nini sababu alijua akamwangusha Esther election itaendelea. Aiba kisokia koisa ka Esther. Mfalme atasema wale 74 waliobaki wakuje wapite ikiwa binti yake miongoni mwao. Alingaki aloba 74 wana bakitali haya. Mungu amekishimamisha mwanadamu hawezi kuchiangusha. Amen. Haraka ambazo Mungu amekupa shetani hawezi kukunyang'anya. Mapambo linzambe asidiko pesa yo Satan ko boto la ngote. Alafu Mungu anampigania Esther juu ya nini? Zambe azobu unapona Esther pona nini? Mungu anampigania Esther kwa kusudi na malengo. Zambe azobu unapona Esther na tina. Mungu anamuinua Esther kumweka mahali pale kwa kusudi na malengo. Atombolie na koeba. Alijua ya kwamba kuna siku mahali moja mtu atashimama ili aweze kuangamiza taifa la Bwana. Aiba kiete zalina mokolomoko mtu akotele mapoa baby salibota. Akaanza kumuinua Esther akampatia position de force. Abandiko tombo la Esther apesie nguya. Ili siku huyu mtu atakapoinuka kuangamiza Wayuda Esther aonekane kuwa mkombozi wa taifa la Bwana. Bote mokolo mtu wana kotele makapoa kwa isabatu. Ndio maana wakati Hamani anaanza kufanya njama za kumwangusha. Tangu Hamani aziba longa kokoisa. Mordekai alikuja yeye aliye macho ya kiroho ya Esther. Doshewa za miso ya molimo ya polo. Akamwambia Esther. Aibisi Esther. Kumeandaliwa mpango. Ezali na mwangu. Hamani amesema hivi na hivi ataniua lakini ujue si mimi anatafuta ni roho ndiye anatafuta. Hamani azawa azolukanga kasiyeba kionde election itaendelea. Soki okwei mapona meko. Biblia inasema Esther akakamata problema useri. Esa zuyangu asituki. Nguvu ambazo Mungu amekupatia ni kwa sababu ana malengo na hizo nguvu. Nguyanzanga pesio ezali azana nguvu sala. Kama unanielewa punga mkono kwa jina la Yesu. Sembo la loboko sikio sosoni. Arejea nguvu, utajiri, nafasi Mungu amekutia ni kwa ajili ya malengo na makusudi. Nguya ezala bozui nzambe apesa kiyo. Kama Mungu amekupatia unyumba kuna malengo na makusudi. Soki nzambe apesio libota. Kama Mungu amekupa pesa ana malengo na makusudi. Soki nzambe apesio mbongo bozui. Kama amekupa afya ana malengo na makusudi. Soki nzambe apesio nzoto kono. Chochote Mungu amekupa ana malengo na makusudi ndani yake. Nzambe ayebitina ya onyo sasa. Esther angelisema ni uzuri wangu umenifikisha. Soki esa tutela katolo kitoko na. Esther angelisema ni kadri nilio nayo imenifikisha. Tai lesa likinaza laona. Akasahau kisi ku verset 17 wanasema alipata neema na faveur mbele ya mfalme. 16e verset zelo azwaki ngolu pe ondimama. Hata kama alikuwa mzuri na taye ya bien, hata kwa zalaki malamu na nzoto, lakini neema ya Bwana na ukubali kamstahilisha mahali. Nzoto ezali ngolu na nzambe yangonde pesa kienzela. Sababu alijua wakati Esther atakapokuwa mke wa mfalme. Kwa yeba kiti Esther tangu kuzala mwasi akapata neema mbele ya mfalme. Sokia zwingo luli bosana mokozi. Hata katika sheria zilizoandikwa za kuangamiza Esther ataweza kuzivunja. Hata na kati na mobeko sio kumami babu mabaki. Hii ndio mamlaka kanisa tumepewa. Yangonde nguya tozui. Yale yaliyoandikwa de condamnation ziliandikiwa juu ya maisha yetu. Esika ekomoma kiete toku. Yesu amezivunja. Yesu asili kubuka ya. Ili nasie tuweze kuzivunja kwa ajili ya watu wengine. Wote biso peto buka ngopo na watu msusu. Ndio maana Bwana akufanye kuwa msaada katika maisha yetu. Nzambe asala uza la lisungi pona. Bwana akufanye kuwa msaada katika kanisa hili la Sema Kasime. Nzambe asala uza la lisungi na kati na litoka. Bwana anapokuinua kufanye pia kuwa msaada kwa watu. Soki nzambe atombolio likolo o asala ate uza la peli lisungi pona watu msusu. Pesa ambazo Mungu amekupatia. Bongo nzambe apesio. Isikue kitu ambacho kinakupatia ruhusa ya kuwakanyaga watu wengine. Eza moko ya oyo kupesa nzela po nyata watu msusu. Position ambayo Mungu amekupatia ama atakayokupatia. Sika nzambe atio te akotia yo. Isiwe ni ile ndiyo itakupatia ruhusa ya kuwafinyaga watu wengine. Eza la oyo kupesa on ndingisa ya kunyata watu. Naongea na wamama walio hapa. Na oso na namba mama baza. Wale wamama wanaokaa na watoto wa kazi. Ba mama o baufanda na bana. Wanaokaa na watoto wasiokuwa wao. Osana baufanda na bana baza bangote. Sikia roho Mungu ananiambia ni waonye wamama mnipatie sikio vizuri. Ayo kimolimo zolo ba lobana ba mama baza ao.
Hapa kuna wamama. Hawa ezalina ba mama. Wamesahau jana yao. Babosani bolenge na bango. Jana ulikaa kwa watu wengi. Lobi na bango lobi ovanda kisika mususu epaba. Leo umekuwa mama wa unyumba. Lelo ovandi epa na yo na ndaka. Nao umekaa na watoto wengine. Ovandi na bana mususu. Angalia gizu kuna watrete. Tala nenge uzotambola na bango. Bako biko wanaenda shule. Bao ya yo bazokende class. Aberseze wanabakia kunyumba. Bao ba mususu bao vanda na ndako. Wewe usingalisoma. Soki utanga kate. Ungelikuwa nani leo? Ungaki uzala nani? Unawaita watoto kutoka ku village. Bobenga batu bana ya batu wanakuja wasaidia kuwalea watoto wenu. Baya kusunga bino na bana. Watoto wenu mnawapeleka shule. Bana na bino bomemimba ngo. Lakini wale wa Berseze mnawaacha nyumbani. Baba boko la bana botiki bango. Kuna hasira ya Bwana juu ya maisha yenu. Izalina kanda na nzambe likolo na bino. Hamtanipa amen. Kuna amen te. Kuna wamama ambao sababu wameolewa. Po ozikali. Wamama ambao wameolewa. Wamama wazifu ae. Alafu wanajikuta kama wamekuwa na ruhusa ya kuwaponda watoto wanaokaa nao. Bazui pena bakomi ondire bazana baba wao hapa mlisikia vizuri. Bapapa boyo kangabia. Wamama wengi hapa ni mabandia. Wamama usubaza wanawafinya watoto msipojua. Bazonyoko la bana na bino boyebite. Wanaweka ubaguzi kati ya watoto. Bazotia pena bokabwani kati na bana. Akileta mikate, soka yena mama hapa anasokesha watoto wake pembeni wanakula mikate. Boko tanano hawa. Waberseze wanasukula masahani. Yo kende usukula kuna. Mama mmoja anasema ni mimi ndio wanaongelea. Ni wewe ndiye anasema na wewe. Yo mutolobi yo ndio nazolo bana yo. Kumbuka jana wewe ulikuwa kapela. Kanisa lobby ozalaki wa kama Bwana amekupa unyumba ili watunze watoto wa aina hii. Soki nzambe apesio foyer. Unakaa na mtu ambaye ni yatima wa baba na mama. Uvandi na mwana zayo tena unamuongezea mzigo. Uzoba kiselepe mikumba mususu. Mungu anaweza akachukua mume wako na ukakuwa mjane haraka. Zambe akokoza pe mubali na utikali ili upitie maisha aliyopitia mtoto. Ole kana pasi. Machozi wanaoyalia kwa siri ni kikombe kichungu juu ya maisha yenu. Maya miso azolela kuna na kuku. Yeba itezali penda. Unasahau maisha yenu ya jana. Uzobosa na lobi na yo. Unasahau Bwana alipokutosha. Uzobosa na sika nzambe abisio. Esther hajawahi sahau Mungu alipomtosha. Esther atikala jamais kwa contraire alikuwa msaada kwa taifa lake. Lakini lisungi pona libota na yeye. Mnawasaka watoto wakikana na nyinyi hawana mahali ambapo wangelienda. Uzo kanisa bana bavanje na bino balingaki bazo isika kufanda. Sababu umemtosha ku village na kufikisha Kisangani, unaweza Kisangani ndio top. Po binisi na village leo kanisa. Acha nikwambie Kisangani ni village mbele ya watu wengine. Aweza nalo village pona batu kususu. Nini kama vile ya Kisangani hii inaweza kuwa village kwa mtu mwingine. Oe koza la village pona watu msusu wa. Mtu anayeishi Dubai akifika Kisangani anakufa mapema sababu ya hewa. Siku kufa nje kwa hapo. Hiyo hapo hiyo matatu. Wewe umefika Kisangani. Unawaza umefika juu sana kuliko watu wote. Kaniseti ukomi na suka penda ukomi na suka. Nakuambia angalisha. Atasukeba. Wa mambo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badilisha hizo tabia. Ninajua roho zenu, ninajua mnaoyafanya. Wewe ndiye nasema na wewe uliye hapo unafanya. Solo na yozo yo kanga hao. Naona wamama ambao wanawaambia watoto. Namoni ba mama bazoe sabana. Sababu tu alishindwa kwa kazi kamoya, ulimwachia kazi 10 sababu nawaona kama ni mashine fonctionner. Asali ni salas libwa kaka moko inaenda mvile utasukula. Tanawisha watoto sukula basani bana agoropa nyumba. Tala bilambana ngeza bana ya mzazi. Yo. Wao wakikupatia kazi hizo zote utaweza? Yoso kiba pesa ni sala na kokoka. Mwana ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwe mnaangalia wale wake zenu. Wale wake wanaweza wakaleta hasira ya Bwana juu ya familia. Amen. Biblia anasema mtoto yatima akimwanga machozi Mungu anayasikia haraka. Ile zilo basoki mwana itikia sokima ya mweza aona mtoto wako hinagonjoka kila mwaka, hinagonjwa. Nyangoko mona bana wakati sababu ni kwa sababu namtesa mtu ndani ya nyumba yako. Kokioza la po onyoko la kamwana. Wale watoto mnaoishi nao bana bozobika na bango. Mungu hajawafungua macho muone kesho yao. Zambe na mafunguli bino miso. Wanaweza kuwa ni wa Esther kesho. Bakokioza la wa Esther alobi na bibi. Mkawatesa leo kesho mkawasikia haya. Soki onyoko li bango lelo lobi okoyoka soni. Kama ni vile nitakurudisha kwenu. Ukozonga kurudisha ukoza ni siko binaki ukozonga na village. Nani alikuambia pasipo wewe atakufa? Nani aisio libanda na yeye akiwa naishi. Wow. Na akitoka mwako ataendelea kuishi. Soki pia bilie pana wakobi. Kuna watu wanazania wao ndio wamekamata nafasi ya Mungu. Zalina matbaoka ni sasoki mko. Mama na waonya mkeuke. Bobongo ama. Baba akiwa na hali kama na hii sababu baba ni mpagani kuliko ibilisi. Soki papa komi boy. Wana evande pire ke satan. Sema najua namna gani
mnavyowatendea watu mnaokaa nao. Mordekai angelimkosea Esther, angelitundikwa mbele ya Esther, lakini sababu alimtunza Esther na Esther akajikuta iko na wajibu ya kumsovea, ya kuokoa maisha ya Mordekai. Mordekai amenifikisha. Amen. Mwende mwasomeshe wale watoto. Kama tamtia après midi bako wanakuwa avant midi, bora wasome masomo. Kesho wanaweza kuwa msaada ya familia yako. Lobi bakufuza na lisuki pona yo. Wanaonielewa mshangilie Bwana. Hivi ndivyo Roho wa Mungu analionya kanisa. Bongo nde molimo azo pesa tolina ligomba. Nimewaambia usikuwe sujet de malheur katika maisha ya mtu. Kozala moboko ya mabepo na mtu. Kuna mahali moja nilipanga nyumba. Zalie sika moko na bando futela. Nilikuwa parcelle ya mchungaji mmoja wa Sedeka. Zalaki pasteur, zaki lopango ya pasteur moko ya Sedeka. Pasteur wa Sedeka na rejea. Pasta moko ya Sedeka sheni na bando. Nilienda kupanga nyumba mahali pale. Au futele pana Nikisoma masomo. Wana nazotanga klase. Baba huyu alinitendea vibaya. Tata wana suisa kinga mutelo. Aliniona kama nitakufa katika hali ya uechidia. Amona ki ondire na kukufa na kati na kiechidi. Hakujua kesho pana mchungaji mkubwa wa kanisa. Ayeba kite lombi ezalina musali ya nzambe. Hakujua ndani yangu pana nabii wa taifa. Ayeba kite na kati na ngai ezalina musakuli munene. Alikuwa akinifukuza ndani ya nyumba sababu ya kuwa na uchelewu wa mwezi mmoja. Kaka sanza moko abengana kinga na ndaku na. Lakini leo Mungu ameniinua, ninaweza nikalea familia yake lote. Kasi lelo nzambe atombo linga na kokipe koboko la libota na imo biba. Ukiwa bayere wa mtu, soki oza papa lopango kolo lopango, patie permission ya kuongea ni n'importe quoi juu ya maisha yule. Kosolola kali likolo ya bana. Au contraire, yeye ndio patron wako. Yeye mtu opezo mbongo te. Yeye ndio anaweza kukutukana na unasema amen. Kukulishia watoto na kusomeshia watoto, kisha unakuja na pandaro na ukasema maneno yaliyokuwa bila maana mbele yake. Lokate unaweza pesa mbongo akutangisa bana na uzoea kufinga nataka miosemo sigeuke bongo la mitemo. Una waisteri katika familia zenu. Uzana ba Esther na kati na wale watoto mlio nao hamuwajui kesho ni wanani. Bana bozofana na bango boyebi lobi na bangote. Unajua huyu president wao alikuwa akuizimia ndani ya familia moja ya Europe. Webi père Fachi president na biso. Cuisinier anakuwa president leo. Tokolamba Votre ancien président la Kabila alikuwa motari. Presa ya mtu isiache unakamata maisha yake la leger. Lelo ya mtu kozwa mtu na on dirait ça na valeur te pona lelo na yeye. Haujui kesho yake. Webi lobi na yake. Sema Mungu nisaidie. Nzambe sunganga hivi. Sema tena Mungu nisaidie. Nzambe sunganga hivi. Nisiwe sujet ya malere ya mtu hapa. Naza la sujet ya malheur ya mtu hapa. Mungu amekupatia yote ulio nao kwa ajili ya malengo. Nzambe apesi nyoso za nango. Ninamwona Esther akifanya karamu. Esther sali lipati. Aliingia na karamu. Akota ki na feti. Nimetambuka Vasti alitoka na karamu. Vasti ya bimaki na feti. Esther akaingia na karamu. Esther akoti pe na kati na lipati. Hamani anakufa ndani ya karamu. Hamani pe akufi na kati na feti. Akaandaa karamu. Abongisa ki feti munene. Akajua kama karamu ile niingisha. Aiba kiete feti na karamu inaweza kuondosha adui ya taifa lako. Pewana kaka ndena kukobimisa munguna. Mungu alimpatia hiyo nafasi. Nzambe apesa kiesika wana ili awe ukombozi wa taifa. Po azala lisiko. Akamwambia mfalme, aibi konzi. Kuna kitu moja kinanisumbua na kuna mtu ametaka aniue auwe na taifa lako. Ezalina likamoko zote tungisangeza na mkoko aliingia mtu ni nani? Haraka sana nipe jina lake nimkate kichwa. Pesa kombo nakata elibela. Akasema si mwingine isipokuwa huyu Hamani. Mtu nayo Hamani na utuisa. Alafu mfalme akakuwa na hasira. Biblia inasema akashimama akatoka nje kidogo. Kanda mataki alimili banda. Walipobakia Hamani na Esther. Matikali Hamani na Esther. Ninaona Hamani anapiga magoti mbele ya Esther. Bolimbisi. Anasema limbi sanga. Bolimbisi. Unisamehe. Bolimbisi. Bolimbisi. Niombee msamaha. Akombe Mungu ana uwezo wa kumfanya adui akaanguka mbele ya miguu yako. Zambe zana makokea kusala ite munguna na yo akita afika mbele. Alafu Biblia inasema mfalme aliporudi ndani ya nyumba, tango mkoza zongi na kati na ndapo, akamkuta Hamani ameshika miguu ya Esther. Mfalme anasema, bali nakuwa unabaka. Yo, yole mwasi na ngao. Haraka sana atundikwe
senga bolimbisi. Usiwe adui ya mtu, sababu siku zote unakuwa adui ya mtu utashindwa mbele yake. Kozala monguna mtu tepo mikolo nyoso koko. Hasa ya watu walio na Bwana kama na sisi. Mingi pona batu bazana kololo kwa. Ukiona mtu ana Mungu usikuwa adui ya maisha yake. Soki omoni mtu azana nzambe kozala monguna kopusa nilata ete. Unaweza kuwa adui ya watu walio na shetani, sababu hawa wana huruma, lakini Mungu hana huruma kwa watu wake. Zalamu tota munguna ya batu bazana nzambe teka kijana ama kijana ama baba ana Mungu, muogope, huyu ni mauti. Soki oza webi mtu azana nzambe akangamina nzambe banga ye. Hatuleti neema tu. Topesa kangolute, tunaleta pia machozi. Topesa kapema ya miso kutanga. Anayekuja na malengo mabaya analia. Mutozoyana miango mabe alia alilaka. Anapokea neema. Mutozoyana itasio malamu azua kama. Bwana amekufanya gizi ulivyo sababu alijua leo kuna kazi utaifanya. Zambe ya sala kio bongo pe aibaki musala kusala leo. Neema na ukubali iwe juu ya maisha yako. Tikaite ngolu peko ndi mama ezala kati na bomo. Arejea neema na ukubali iwe juu ya maisha. Alobi ngolu peko ndi mama ezala na kati na bomo na bino.